Msikilizaji, Juma Hiza akatuandalia hii simulizi kwa ajili ya kufahamu yote ambayo yalimkuta Farida. Na Farida naye hana hiana. Anaanza kwa kutuambia kwamba kwa jina naitwa Farida. Ninapo kusimulia mkasa huu nina umri wa miaka 28. Nakumbuka kipindi nilipokutana na mume wangu aliyeitwa Rahim. Ndio kipindi hicho ambacho nilitoka kuachana na ex wangu aliyeitwa Edward, ambaye hatukuachana kwa ubaya. Sababu kubwa iliyotufanya mpaka tukaachana ilikuwa ni dini. Najua kuna watu wengi pia ambao mpo kwenye mahusiano na watu wa dini tofauti, bora dhehebu ila dini. Wazazi wa ex wangu walinitaka nibadilishe dini. Nilipokataa kufanya hivyo, ndipo hapo hawakuwa tayari kuona tukifunga ndoa. Huo ndio ukawa mwisho wa uhusiano wetu, japokuwa tulipendana sana. Katika kipindi hicho ambacho nilikutana na mume wangu, aliwahi kuwa na mchumba wake ambaye walifikia mpaka hatua ya kutambulishana kwa wazazi. Lakini walikuja kuachana baada ya mchumba wa mume wangu huyo kumsaliti kwa kutembea na rafiki yake. Kuna wakati kutambulishwa ama kutambulisha ukweni sio sababu ya mtu kutokukusaliti. Kwa kuwa na yeye alikuwa ameshapanga kuoa, nilipokutana naye tu tulikaa pamoja kwa miezi 6 kisha tukafunga ndoa. Mwanzoni mambo yalikuwa ni mazuri, lakini baada ya kupita miezi 3 ya ndoa yetu, ndipo hapo nilianza kuwasiliana na ex wangu. Jambo ambalo mume wangu hakulifahamu. Nilifanya siri. Japokuwa nilijua nilifanya kosa kubwa sana la kuwasiliana na mwanaume ambaye kwa wakati huo tulikuwa tumeshaachana. Kila mtu alikuwa akiishi maisha yake, lakini kumbukumbu za mapenzi yake, jinsi tulivyopendana na kupanga kuja kufanya mambo mengi mpaka kufikia hatua kuachana, huku sababu ikiwa ni dini. Kumbukumbu hizo ndizo zilizonitesa na kunifanya niwe na moyo mwepesi wa kukubali kurudisha mawasiliano kwa ex wangu huyo, japokuwa nilimchukulia kama rafiki yangu. Kuna usemi mmoja unasema ya kwamba kukubali kuwa na urafiki na ex wako ni sawasawa na kufanya mua kuwa mkongojo, muda wote ule unaweza kuula. Usemi huu ndio uliokuja kutokea baada ya kudumu katika mawasiliano ya siri na ex wangu huyo kwa muda wa mwezi mmoja bila kuonana. Ndipo hapo siku moja wakati naongea naye kwenye simu, aliniambia alitamani sana kuonana nami. Unasemaje? Yaani natamani sana nikuone Farida. Sijui umeninepa, sijui umezidi kuwa mzuri au uko vile vile kama nilivyokuacha. Ila Edward, si mimi nilikutumia jana picha zangu WhatsApp. Ina maana hujaniona mpaka unatamani kuonana na mimi? Sasa kunitumia picha na kukuona live ni vitu vile tofauti. Kwa hiyo unatakaje? Sana unaniuliza tena natakaje mwanangu? Mimi nimeshakwambia nataka kuona jamani. Edward, unajua mimi ni mke wa mtu, hivyo kuonana itakuwa ni ngumu. Sasa ngumu unatokea wapi Farida? Au hujanimisi? Nimekumisi ila nini Farida, Kama utaona ngumu basi niambie nije nyumbani kwako nikuone. Kuja nyumbani kwangu Edward hapana. Kwa nini Farida? Mbona nikatilie kesi hiki? Yaani kutaka kukuona tu ndio unanifanyia visa vyote hivyo? Sio nakufanyia visa Edi. Niambie kitu kimoja. Au unipendi? No, usiseme hivyo Edi. Usinikumbushe maumivu ndani ya moyo wangu ujue. Niambie basi lini nijue. Basi usijali, mimi nitakuja nyumbani kwako. Lini? Tutapanga tu alafu nitakuja. Kweli? Ndio. Sawa, mimi nitafurahi sana kukuona kwa mara nyingine tena. Usijali, ila naomba uniahidi jambo moja. Jambo gani? Kwamba unataka kuniona tu, tutafanya mambo mengine. Ndio, mimi nakuahidi itakuwa hivyo. Sawa. Nilimjibu, kisha huo ndio ukawa mwisho wa mazungumzo yetu. Nikakata simu. Baada ya kupita siku 3, hatimaye tulipanga siku ya kuonana. Kama nilivyomwahidi Edward kwamba siku hiyo ningeenda nyumbani kwake, ndivyo ilivyokuwa. Nakumbuka siku hiyo nilimuomba mume wangu ruhusa ya kwenda kumuona rafiki yangu aliyeitwa Doreen, ambaye alikuwa ni mgonjwa kwa wakati huo. Akaniruhusu, huku sasa akinisisitiza nisichelewe kurudi nyumbani. Nikamwambia sawa. Hakukuwa kuna cha mgonjwa wala nini, isipokuwa hiyo ndio sababu niliyoamua kuitumia ili niende nyumbani kwa ex wangu. Nikamwone Edward kama tulivyopanga.
Ilikuwa hivyo, na kweli nilifanikiwa kwenda mpaka nyumbani kwa ex wangu ambaye kwa wakati huo alikuwa akiishi Sinza. Baada ya kuniona hakuamini macho yake. Alinikumbatia kwa furaha huku akinisifia kwamba nilipendeza sana. Hakuishia hapo. Akampa sifa na mume wangu kwa kunitunza vizuri, maana nizidi kunawiri na kuvutia mno. Asante, ila leo umebadilika. Umezidi kuwa handsome wete. Nilimwambia wakati huo sasa tukiachana katika kumbato. Kawaida bwana. Sio kawaida. Yaani sipati picha jinsi wadada wanavyojigonga kwako. Hakuna kitu kama hicho. Karibu, vipi unatumia kinywaji gani? Wewe usiniambie bwana umesahau kinywaji ninachopenda. Jamani. Sorry, nipatie dakika moja nakuletea sawa? Sawa. Basi nimwambia hivyo mimi nikakaa kwenye kochi. Kisha yakaondoka na baada ya muda mfupi akarejea huku mikononi akiwa ameshika glasi 2 zilizokuwa na juice. Aliponifikia alinikabidhi glasi moja na yeye akabakiwa na moja. Kisha akakaa pembeni yangu. Nilianza kuinywa juisi ile ya mchanganyiko wa passion pamoja na embe taratibu tu, lakini kitu cha kushangaza muda wote huo nilimuona Edward akinitazama bila kusema chochote. Kuna nini? Mbona niangalia hivyo? Ilibidi nimuulize tu baada ya kuona akinitazama muda mrefu bila kusema chochote. Farida, unajua mimi najaribu kuangalia jinsi ulivyozidi kuwa mrembo, unavyovutia. Yaani unanifanya nizidi kumuonea hivyo mmeo. Sasa unamuonea hivyo kwa lipi sasa? Farida, hivi unajua kwamba wewe ni msichana mrembo sana? Unalijua hilo? Nalijua. Yaani umeumbwa, ukaumbika. Sipati picha siku kizaa mtoto wa kike, alafu akafanana na wewe. Atakuwa kisu hatari. Kwa nini asiwe wa kiume? Na kwa nini awe wa kiume? Yaani wewe bado hujaacha tu vituko vyako. Sasa mimi nitaanzaje kuacha vituko vyangu mbele ya mrembo kama wewe? Haya bwana. Niambie. Unajua katika moja ya vitu ninavyovijutia katika maisha yangu ni kukupoteza mrembo kama wewe. Upasi kujutia Edi. Inabidi tu kubaliana na kila kitu kilichotokea. Ni rahisi kutamka lakini ni ngumu kutekeleza. Tache nayo bwana. Ndio, nimekuja sasa. Nafikiri umeshaniona. Nilimwambia katika namna ya kupotezea mada kwa sababu nilishaanza kuhisi dalili ya mvua ya hatari iliyokuwa inataka kunyesha muda huo. Mimi kukuona nimeshakuona, ila sasa Niambia kisha kasita kumezea sentensi yake. Ila nini siongee? Nimuuliza kwa sasa nikiwa na shauku kutaka kufahamu kitu alichotaka kuniambia muda huo. Au basi. Alinijibu jibu ambalo sikufurahishwa nalo hata kidogo. Nikamwambia kama anataka tuendelee mazungumzo yetu basi aniambie hicho kitu alichosita kunieleza, huku nikionyesha ukasirika. Edward alitabasamu ambalo alilishushia na juice kwa kupiga funda moja na kisha kuirejesha glasi mezani, alafu akanitazama mtazamo ambao ulinifanya nijiweke utulivu. Niambie bwana, ila nini? Nilimuuliza kwa macho yetu akitazamana. Ni dhahiri alizungumza na kuashiria jambo fulani, lakini mimi sikuweza kufahamu ni jambo gani kwa sababu sikuwa na utaalamu wa kuielewa hiyo lugha. Farida, hebu naomba unipatie viganja vyako. Aliniambia kiwa tayari amenyoosha mikono yake huku amekunja viganja vyake kwa lengo la kuvipokea viganja vyangu ambavyo bado sikuviruhusu avipokee kwa muda huo. Ni kama vile nilikuwa nimepigwa na butwaa ama shoti mwilini iliyonigandisha kwa muda wa sekunde kadhaa kabla sijaamua kuchukua maamuzi ya kumpa ama kutokumpa. Tafadhali, naomba nipatie viganja vyako. Airudia tena kuniambia maneno hayo ambayo alinishtua na kunitoa kwenye bumbuazi zito lililonikumba. Mimi sikuwa na jinsi ya kufanya. Ilibidi nimpe tu kama alivyoniomba, na baada ya kuvishikanisha viganja vyake na vyangu ndipo akaona azungumze. Farida, unajua tangu tulipoachana mimi nimekosa mwanamke wa kufanana na wewe atakayeweza kuziba pengo lako. Unamaanisha nini? Yaani bado una nafasi moyoni mwangu. Alinijibu kwa kuniambia maneno hayo huku sasa akiviminya viganja vyangu. Nilipatwa na msisimko ajabu. Ni sawa Edward, lakini kumbuka sasa mimi ni mke wa mtu. Nilimwambia katika namna ya kuweka kikwazo. Sasa hata kama wewe ni mke wa mtu, lakini ukweli si utabaki kuwa huo kwamba una nafasi moyoni mwangu. Aliniambia huku akiendelea kusema kwamba hata katika kipindi hicho hakuwa na mwanamke.
Yaani alikuwa yupo single. Nikamuuliza inawezekanaje? Huku sasa nikionyesha kutokumwamini hata kidogo. Yaani kwa jinsi alivyorijali hivi, atawezaje kukosa mwanamke? Mimi najua hizi kuniamini Farida, ila huu ndio ukweli. Mimi na muda mrefu sipo kwenye mahusiano. Tangu lini? Ni tangu tulipoachana. Uniamini? Ndio. Na siwezi nikaamini hilo hata kidogo. Sawa kama uniamini. Aliniambia hivyo. Mazungumzo yetu hayakuishia hapo. Tuliendelea kuzungumza mambo mengi sana, ikiwemo kunieleza jinsi maisha ya usingo yalivyokuwa yanamuumiza, mpaka pale nilipoona muda wa kuondoka kurudi nyumbani kwangu umefika. Nakumbuka nilimwaga vizuri tu, lakini kitu cha kushangaza, ile nataka kuamka na kuondoka zangu, akanishika mkono kunizuia nisiondoke. Kwa nini? Sasa utondokaje bila hata kuniaga jamani? Edi, nikoage mara ngapi? Alafu mimi nataka kuwahi kurudi nyumbani kabla mume wangu hajarudi. Mimi sijakataa, ndio utaenda, ila si mpaka uniage. Yaani nikuagaje? Nilipomuuliza hivyo akasimama na kunisogelea, akaniachia ule mkono aliokuwa amenishika, na mara hii akanishika kiunoni. Unataka kufanya nini? Nilisema, lakini kabla sijamalizia kutamka sentensi yangu, nikashangaa ameusogeza mdomo wake karibu na wangu na kuanza kubadilishana mate. Kabla tukio hilo halijamaliza hata dakika moja, hapo akawa tayari ametoa mikono yake kiunoni na kuanza kunipapasa mwilini. Japokuwa nijitahidi kujitetea huku nikimuomba asinifanyie kitendo hicho kwa sababu sikupanga kumsaliti mume wangu, lakini hilo hakutaka kunisikiliza hata kidogo. Muda mfupi baadaye nilijikuta nikiwa kitandani kwake, huku wote tukiwa watupu kama tulivyozaliwa. Kwa kifupi ni kwamba tulifanya mapenzi kwa wakati huo. Kikweli sikuamini kile kilichotokea hata kidogo. Kuna wakati nilihisi ilikuwa ni kama ndoto na muda wote ningeweza kuamka kutoka katika usingizi, lakini mwisho siku ukweli ulibaki kuwa ule ule, kwamba nilifanya mapenzi na ex wangu Edward, ambaye nilizoea kumuita Eddie kama kifupi cha jina lake. Mungu wangu, nimemsaliti mume wangu bila kutarajia. Nijisemea moyoni maneno hayo wakati nikiwa bado nimelalia, yani nimelala katika kitanda cha ex wangu kunimelalia mto. Sikujua nilitakiwa kulia, kuchukia au kufanya kitu gani kwa wakati huo. Kila nilichowaza na kuwazua nilikosa jibu. Hatimaye ule usemi usemao hakuna urafiki baina ya ex ukawa umejidhihirisha kwa vitendo. Eddie alijua amenikosea baada ya kunilazimisha kufanya mapenzi. Ndipo hapo akaanza kuniomba msamaha. Aliniambia anajutia kwa kitendo alichonifanyia. Akaenda mbali zaidi na kumsingizia Ibilisi eti haikuwa ni akili yake. Ibilisi ndiye aliyemshawishi mpaka akajikuta na lazimisha kufanya naye mapenzi bila kutarajia. Mbawachi uongo wako Eddie. Huyo Ibilisi una urafiki naye ama? Unapafahamu unapoishi Ibilisi? Unaifahamu sura yake? Nilimwambia na kumuuliza maswali hayo kwa hasira ambayo yalionekana kuwa ni magumu mno kujibika. Farida, mimi naomba tu nisamehe. Haya yakuwa makubaliano yetu Eddie. Unakumbuka hilo? Ndio nakumbuka. Sasa kama ulikuwa unakumbuka, sasa kwa nini unakwenda kinyume? Farida, mimi nimelitambua kosa langu. Ndio maana nakuomba msamaha, hilo nisamehe. Aliniambia huko akiendelea kuniomba msamaha. Kutokana na hasira nilizokuwa nazo muda huo, kiukweli nilishindwa kumsamehe na sikutaka kuzungumza naye jambo lolote. Hata hivyo nilichokifanya, niliamka kutoka pale kitandani, nikavaa nguo zangu na kuondoka kurudi nyumbani kwangu bila ya kusemezana naye lolote. Niligeuka bubu. Kwa bahati nzuri niliwahi kurudi nyumbani kabla mume wangu. Nilipofika, kitu cha kwanza niliingia bafuni kuoga ili kuondoa uchovu niliokuwa nao. Nilipomaliza nikabadilisha nguo na kisha kuingia jikoni kwa ajili ya kumwandalia mume wangu chakula cha jioni. Japokuwa nilifanya mambo yote hayo na kumaliza, lakini kichwani mwangu bado kumbukumbu za tukio zima lililotokea baina yangu na ex wangu liliendelea kunisumbua. Vipi? Mbona upo hivyo, unaumwa ama? Aliniuliza mume wangu wakati ambao alikuwa tayari amesharudi nyumbani, na muda huo tulikuwa tumeketi dining tukila chakula cha usiku. Hapana, siumwi. Nilimjibu sasa nikijiweka sawa katika namna kutoa ile haiba ya huzuni niliyokuwa nayo wakati huo. Nini sasa? Hakuna kitu mume wangu. Nilimjibu katika namna ya kumhakikishia kwamba siumwi na wala sina tatizo lolote linalonisumbua. Ilikuwa hivyo, ila ukweli ni kwamba mimi sikuwa sawa hata kidogo. Nilijutia usaliti ambao nilimfanyia bila hatia. Alafu je, niambia kuhusu mgonjwa anaendeleaje? Aliniuliza swali hilo lilonifanya nishtuke, nisijue ni mgonjwa yupi huyo aliyekuwa akimzungumzia. Mgonjwa?
Ya, au kwenda tena kumuona Dorini kama ulivyoniambia asubuhi. Baada ya kuniuliza hivyo ndipo nikakumbuka uongo ambao nilimdanganya asubuhi ili niweze kupata nafasi ya kwenda kuonana na ex wangu Eddie. Ama kweli waliosema ukiwa muongo unatakiwa uwe na kumbukumbu. Hawakukosea hata kidogo. Ona sasa, yani nilikuwa nataka kukumbuka hivi hivi kwa sababu ya kusahau. Anaendelea vizuri, alafu anakusalimia eti. Nilimwambia huku sasa nikivuta pumzi ndefu na kuziachia kwa pupa baada ya kuona nimeponea chupu kukumbuka. Tatizo hasa ni nini? Ni UTI tu na malaria. Hata hivyo aliwahi kupata matibabu, kwa sasa anaendelea vizuri. Nasema pole yake, Mungu atamfanyia wepesi, atapona. Yaani kweli mume wangu. Nilimwambia huku tukiendelea kula chakula mpaka pale ambapo tulimaliza na kisha kwenda chumbani kulala. Siku hiyo ikapita kwa namna hiyo. Siku iliyofuata majira ya asubuhi kama ilivyokuwa kawaida, mume wangu alijiandaa akaenda kazini, nikabaki nyumbani peke yangu. Siku hiyo katika hali ambayo kiukweli sikuitarajia, mara ex wangu Eddie alinipigia simu. Sikutaka kupokea, hata hivyo hakukoma. Aliendelea kunipigia simu tena na tena mpaka pale nilipoona usumbufu, ikabidi sasa nipokee na kuanza kuongea naye. Tafadhali usinifanye hivyo Farida. Kama ni msamaha tayari nimeshakuomba. Kwa nini hutaki kunielewa? Sio sitaki kuelewa Eddie, ila kitendo ulichonifanyia ni kibaya sana. Umefanya nimemsaliti mume wangu na hana hatia yoyote. Nilimwambia huku sasa machozi yakianza kunitoka. Mimi na leo nimefanya makosa na nipo tayari kusafisha makosa yangu. Kivipi? Nipe nafasi, mimi nakuahidi nitasafisha. Hapana. Siwezi kukupatia nafasi hiyo. Yaani huwezi kuipata Eddie. Tafadhali usinifanye hivyo Farida. Mimi bado naomba niache. Nimwambia kisha nikakata simu. Dhambi ya usaliti msikilizaji ndio iliyokuwa inanihukumu katika kipindi hicho na kunifanya nimchukie ex wangu. Sikutaka kuzungumza naye wala kujibu meseji zake. Niliamini kwa kufanya hivyo nilikuwa na muadhibu pia. Nilikuwa napunguza hasira nilizokuwa nazo juu yake. Kuna usemi mmoja usemao mbio za sakafuni siku zote huishia ukingoni. Usemi huu ndio uliokuja kunitokea wiki moja baadaye. Nakumbuka nijiapiza moyoni kwamba siwezi kupokea tena simu wala kujibu message za Eddie kwa sababu nilijua kwa kufanya hivyo ningeshindwa kuvumilia kuisikia sauti yake mara kwa mara na mwisho wa siku ningejikuta namsamehe, lakini siku hiyo ilikuwa tofauti. Katika hali ya kushangaza nijikuta naingiwa na roho ya huruma. Nikaanza kujilaumu kwa nini nilimpa adhabu hiyo ambayo hakustahili. Hata kama alinilazimisha kufanya mapenzi, lakini ukweli ulibaki kuwa nampenda na mimi sikutaka kuendelea kumpa wakati mgumu. Nilichokifanya niliamua kumpigia simu na baada ya kupokea ndipo hapo sasa nikaanza kuzungumza naye huku moyoni nikiwa nimepanga kumwambia kwamba nimemsamehe na yale yote nilimfanyia kwa sababu ya hasira. Kabla sijaanza kumwambia lolote nililopanga kumwambia, kwa wakati huo ghafla nilishangaa Eddie akiniuliza swali ambalo sikulitegemea. Samani, naongea na nani? Kwanza nilihisi nimekosea namba. Nikatoa simu sikioni na kuangalia kama nilikuwa nimepiga namba nyingine tofauti na Eddie ama ndiyo ilikuwa ni namba yake, tena ambayo nilikuwa nimeisave kabisa. Ina maana alifuta namba yangu ama? Nijiuliza swali hilo bila kupata jibu. Ikabidi sasa nami niulize ili kupata uhakika. Sorry, naongea na Eddie. Ndiyo, wewe nani? Farida. Farida upi? Eddie, ina maana kweli umenisahau? Ndiyo, hebu nikumbushe bana, mimi sikufahamu. Jamani, mimi ni Farida yule, nilisema, lakini kabla sijamaliza sentensi yangu mara simu ikakatika. Nilipojaribu kupiga kwa mara nyingine nikakuta inatumika. Nilisubiri huku nikiamini alikuwa anaongea na simu nyingine. Baada ya kupita muda mfupi ndipo hapo niliamua kumpigia tena nikiamini labda alikuwa tayari amemaliza kuongea. Ajabu ni kwamba bado alikuwa anaendelea kutumika. Niliguna tu nikijipa moyo kuwa akimaliza kuongea atanitafuta. Haikuwa hivyo. Ndani ya dakika, lisaa na masaa yaliyozidi katika mpaka usiku kuingia, ambapo muda wote huo nilipojaribu kumpigia alikuwa anatumika. Sasa nikajiuliza ni maongezi gani hayo yasiyokuisha muda wote huo? Kwa picha niliyokuwa naiona haikunihitaji kutafuta mtu wa kunitafasiria ni kitu gani kilichokuwa kinaendelea. Ukweli ni kwamba Eddie aliamua kuniweka blacklist. Na ndio sababu kila nilipokuwa nampigia simu nikawa naambiwa kuwa inatumika. Sasa baada ya kujua hilo ilibidi nianze kumtumia message za kumuomba anitoe katika kifungo hicho ili niweze kuzungumza naye jambo muhimu, lakini naweza kusema juhudi zangu hizo
hazikuweza kuzaa matunda. Hali hiyo ilinipa wakati mgumu mno. Yaani nilihisi kuchanganyikiwa na sikujua ni nini ambacho nitakiwa kufanya. Lilikuwa ni tamanio la mume wangu kuona siku zote tunaishi kwa furaha, na pale alipohisi sipo sawa aliniuliza ili ajue ni jinsi gani anaweza kunisaidia. Kama kungekuwa kuna tuzo ya mwanaume anayempenda mkewe na kumjali, basi tuzo hiyo angechukua mume wangu. Kwani alinipenda sana na kujali. Kwa hiyo tu kiukweli yani nampongeza. Nakumbuka siku hiyo baada ya kuvurugwa akili na ex wangu majira ya usiku hivi wakati nikiwa chumbani na mume wangu, ndipo hapo alihisi sipo sawa. Akaniuliza kwa sauti ya upole iliyojaa mapenzi. Mke wangu, najua mimi sijakuzoea ukiwa katika hali hiyo. Nini shida? Hakuna kitu mume wangu. Hakuna kitu wakati macho yako yananiambia kwamba haupo sawa. Kweli mume wangu, sina shida yote. Naomba usinifiche sawa Au umepigiwa simu nyumbani kuna matatizo? Hapana. Unaumwa? Hapana. Sasa kwa nini upo hivyo? Na unajua mimi sipendi kukuona ukiwa hauna furaha. Ndio najua mume wangu, ila kama ningekuwa na shida yote lazima tu ningekwambia, siwezi kuficha. Sawa, lakini unanitisha ujue. Usijali mume wangu, kwa na amani. Si unajua siku zifanani. Nilimwambia katika namna ya kumtoa wasiwasi, lakini ukweli ni kwamba muda huo mimi sikuwa sawa hata kidogo. Nilichanganyikiwa na mtu pekee aliyesababisha mpaka niwe katika lio ni Eddie. Moyo wa mtu ni kichaka, msikilizaji. Waliosema usemi huu wala hawakukosea. Laiti kama mume wangu angepewa walau uwezo wa kuona kwa macho kile kilichokuwa kikininyima furaha na kunisumbua moyoni mwangu katika kipindi hicho, sidhani kama ndoa yangu ingeendelea kuimarika. Sidhani. Mimi ningekuwa nimeshaachika. Ama kweli zilitumika busara nyingi mno kufanya moyo wa binadamu kuwa na siri ambayo ni vigumu mtu mwingine kuiona. Usiku wa siku hiyo nilishindwa kupata usingizi kabisa. Nilikaa kitandani muda mrefu huku nikiendelea kumfikiria Eddie. Wakati huo mume wangu tayari alikuwa ameshalala. Sasa baada ya kuwaza na kuwazua, ndipo hapo nilipata wazo la kumpigia simu kwa namba ngeni. Niliamini kwa kufanya hivyo ningeweza kumpata na kuzungumza naye. Ilikuwa hivyo. Siku iliyofuata baada ya mume wangu kuondoka kwenda kazini, nilifanya mpango wa kutafuta namba nyingine ambayo nilisajili na kisha kumpigia simu Eddie, ambapo haikuchukua muda akawa ameshapokea. Eddie, najua umekasirika, ila tafadhali naomba usinichukulie kiasi hicho, nakuomba. Nilimwambia maneno hayo baada ya salamu fupi na kujitambulisha. Mimi nipo tayari kufanya lolote kwa ajili yako Eddie, lakini sipo tayari kukupoteza katika maisha yangu, nakuomba eti. Una hakika na kitu unachokizungumza? Ndio, au niamini? Tatizo sio kwamba mimi sikuamini, ila ni maneno tu unayozungumza. Yamefanyaje? Unamaanisha? Ndio, namaanisha kweli Eddie. Kama ni kweli sawa. Kwa hiyo umenisamehe? Ndio. Kweli? Ndio. Siamini Eddie. Inabidi uamini sasa kwamba kuanzia sasa tupo sawa. Aliniambia hivyo Eddie, maneno aliyoniondolea huzuni moyoni mwangu na kisha kunipa furaha ambayo ilikwisha toweka. Asante sana Eddie wangu, nilimwambia kwa sauti iliyojaa furaha huku nikimpiga mabusu mfululizo wa simuni ambayo nilimwambia ni ya shavuni na mdomoni. Akabaki akicheka tu. Tofauti na mwanzo ambapo nilimchukulia Eddie kuwa kama rafiki ambaye aliwahi kuwa mpenzi wangu hapo kabla, lakini safari hii mambo yalibadilika. Bila kutarajia nilijikuta nikimchukulia kuwa kama mpenzi wa maisha yangu ambaye aliwahi kuwa mpenzi wangu. Kwa lugha nyingine naweza kusema tuliamua kupasha kiporo. Yalikuwa ni mahusiano ya siri ambayo ilikuwa ni vigumu kwa mume wangu kuweza kujua ama kuhisi jambo lolote lililoashiria kwamba nilikuwa namsaliti. Ndani ya mwezi mmoja ambao tulikuwa kwenye mahusiano hayo ya siri na Eddie, huku tukiendelea kupasha kiporo kama kawaida, ndipo hapo ambapo nilianza kumsaidia shida zake. Nakumbuka nilikuwa nikichukua pesa kutoka kwa mume wangu na kwenda kumpa kwa ajili ya kutatua shida zake alizokuwa nazo. Kwani katika kipindi hicho hakuwa vizuri kiuchumi, aliumba. Nilifanya yote hayo kwa mapenzi yangu, huku malipo pekee niliyohitaji kutoka kwake yakiwa ni mapenzi pekee. Ulifikia muda ambao sikuona tena umuhimu wa mume wangu katika maisha yangu. Japokuwa alinionyesha mapenzi ya dhati, lakini akili na moyo wangu havikuwa tena kwake hata kidogo. Na ndio maana ukiambiwa kwamba mwanamke hatakiwi kusamehewa akisaliti, wapo sahihi. Kwa sababu mwanamke anapenda eneo moja tu, hawezi kupenda sehemu mbili.
Mtu niliyemfikiria na kumweka moyoni alikuwa ni Eddie. Na ndiye aliyekuwa akikata kiu yangu wa mapenzi pale nilipokuwa nayo. Sio siri, unajua kuna muda nilikuwa najuta kwa nini nilikutana na mume wangu mpaka kufikia hatua kukubali kuolewa naye, na wakati moyo wangu haukuwa ukiishi kwake. Ulikuwa ukiishi kwa Eddie. Nijiona ni kama kuidhulumu haki ya moyo wangu, na ni hapa ambapo kichwani mwangu nilipata wazo la kudai talaka ili niwe huru. Lakini kabla sijachukua maamuzi hayo ya kuomba talaka, nafsi yangu ilinisuta. Sikuwahi kumfumania mume wangu akiwa na mwanamke mwingine. Hakuwahi kunikosea huyo mbaba tu maskini. Hakuwahi kunipiga. Hakuwahi kuninyima hela ya matumizi. Hakuwahi kulala nje ya nyumba. Hivi unajua ni mume? Sasa kwa nini dai talaka? Hivi kwa mfano nikidai, hebu tuulizane hapa, nikidai talaka alafu nikaulizwa na watu mume wangu amenikosea nini mpaka nadai talaka, nitajibuje? Hata mwenyewe tu yani ukiniuliza nikujibu vipi? So mimi mwenyewe nilibaki najiuliza maswali hayo yaliyokosa majibu. Kisha nikaachana na wazo la kutaka kudai talaka. Nilisema ya kwamba lazima nifanye lolote ili niweze kuwa huru na Eddie wangu. Nilijiambia moyoni maneno hayo huku nikijiapiza. Kwa jinsi penzi la Eddie lilivyokuwa limenichanganya kwa wakati huo, kama angetokea mtu akanishauri nimfanyie visa vya makusudi mume wangu ili akasirike na kunipa talaka, ningekuwa tayari kufanya hivyo, lakini sio kukubali kumpoteza Eddie ambaye niliamini bila yeye maisha yangu hajakamilika. Sasa siku zilikatika huku nikiendelea kuishi kimwili na mume wangu, lakini kimoyo nilikuwa naishi kwa Eddie. Baada ya kuona moyo wangu umezidi kuzama katika dimbwi la mapenzi ya Eddie kuliko mume wangu, ndipo hapo siku moja ilibidi nimuombe ushauri rafiki yangu aliyeitwa Doreen. Maana mpaka kufikia muda huo nilihisi kuchanganyikiwa. Sikujua ni lipi ambalo nilitakiwa kuamua. Siku hiyo ndio siku ambayo niliamua kumweka wazi rafiki yangu huyo, kwa sababu kila kitu kilichokuwa kikiendelea alikuwa hajui. Nilimueleza kila kitu juu ya uhusiano wangu, yani baina yangu mimi na ex wangu, ulipoanzia mpaka kufikia hatua ambayo nimeanza mpaka kumchukia mume wangu na kutamani kuachana naye. Shogangu mimi sikushauri uachane na mmeo. Unanishauri ama unanionya? Kwa mimi nifanyeje sasa? Maana mimi nimechanganyikiwa. Ni bora ukachana na Eddie ukatulia kwenye ndoa yako shogangu. Yaani unataka umwache mmeo? Sawa, nitajaribu kufanya hivyo. Sio jaribu, fanya. Sawa, nimekuelewa shogangu. Asante kwa ushauri wako. Nilimwambia japokuwa nilionyesha kukubaliana na ushauri huo, lakini moyoni mwangu hali ilikuwa tofauti. Unajua mtu anapokuja kuomba ushauri tayari ana ushauri wake yeye mwenyewe. Ukipita mule ambamo yeye, yani ukipita mle ambapo yeye anafikiria, atakuona umemshauri bonge moja la ushauri. Kwa hiyo wengi wanakuja kukushauri tayari wakiwa na ushauri wao wenyewe kichwani mwao na moyoni mwao. Kwa hiyo mimi sikupanga kuachana na ex wangu kama ambavyo Doreen alinishauri kwamba niachane naye. Na badala yake nilipanga kufanya kila liwezekanalo ili mradi niachane na mume wangu, lakini sio ex wangu. Basi bwana, siku zilikatika huku nikiendelea kumchukia mume wangu. Waliosema mwanamke anapoingia kwenye mahusiano na mwanamume mwingine huwa hajifichi, wala hawakukosea. Kuna siku zikafika bwana, baada ya kupita mwaka mmoja wa ndoa yetu, ndipo hapo nilianza kubadilika. Nikawa simheshimu tena mume wangu kama vile mwanzo. Nikawa ni mtu wa kutafuta sababu itakayonifanya niachike kwenye ndoa yangu. Mabadiliko hayo yalimuumiza sana mume wangu ambaye alizoea kuona kila siku tukiishi kwa upendo ndani ya nyumba yetu. Mara nyingi nyakati za usiku nilikuwa nikipigiwa simu pamoja na kutumiwa message na ex wangu, ambapo sikuogopa kupokea wala kuchati naye mbele ya mume wangu, jambo ambalo nilijua lilimkwaza vibaya mno. Nilifanya hivyo kwa makusudi kwa sababu mapenzi niliyowahi kuwa nayo kwake katika kipindi hicho yalikufa, na alikuwa amefukiwa kwa mwanamume mwingine ambaye alikuwa ni Eddie. Mke wangu, kuna nini? Aliniuliza mume wangu siku moja huku sasa akilengolengwa na machozi. Kwani umeona kuna nini? Nami nilimuuliza kwa sauti ya dharau. Umebadilika sana siku hizi, yani sijui ni kwa nini. Nimebadilika nimekuaje? Wa blue au mwekundu?
Hapana mke wangu, simaanishi umebadilika hivyo. Sasa unamaanisha nini sasa? Fafanua basi nikuelewe. Mke wangu upo tofauti na vile nilivyokuzoea. Yule mke wangu wa mwanzo niliyeishi naye, aliyenipenda, aliyeniheshimu, sio huyo wa sasa. Haya, wa sasa yupoje? Hakuheshimu ama? Mke wangu, msikiliza Rahim. Naona unanipotezea tu muda wangu. Mimi nataka kupumzika. Kesho kuna mahali nataka kwenda. Ongea faster bwana kama mwanaume, sio unamunya tu maneno kama mtoto wa kike. Wow. Siku hizi unaheshimu kabisa ni. Uogopi hata kupokea simu ya mwanaume na kuongea naye mbele yangu. Ainiambia mume wangu huku sasa akiafuta machozi yake yaliyoanza kutiririka mashavuni mwake. Kwani kupokea simu ni vibaya? Yaani mke wangu unapigiwa simu saa 8 za usiku na mwanaume mwingine kweli? Sasa tatizo lipo wapi hapo? Okay, kwanza nataka kumjua huyu mwanaume anayekupigia simu kila siku ni nani. Alafu kisha mjua ili iweje? Wewe niambie tu. Ni kaka yangu. Yupi huyo? Huwezi kumfahamu, ile wewe jua tu ni kaka yangu. Unaona majibu yako alivyo? Bwana usinichoshe mimi. Kama uniamini shauri yako bwana, utajua mwenyewe. Mimi sina muda wa kwanza kuelezea. Mimi naomba niache nipumzike zangu. Nilimwambia hivyo. Msikilizaji, kubadilika kwangu hakukuishia hapo. Kila siku niliendelea kubadilika huko nikizidi kumuumiza mume wangu ambaye mpaka kufikia muda huo hakujua kwa nini nilifanya yote hayo. Hakujua kama nafasi yake iliyokuwa ndani ya moyo wangu katika kipindi hicho ilichukuliwa na ex wangu na ndiye aliyekuwa ametawala. Kwa jinsi nilivyokuwa namchukia mume wangu na kutamani kuachika muda wote ule, ulifika wakati hata kushiriki naye tendo la ndoa sikujisikia hamu ya kufanya hivyo. Pale aliponihitaji faragha nilikubali kufanya naye kama sehemu ya kutimiza wajibu. Lakini lilipokuja swala la kuhitaji nimuonyeshe ushirikiano, sikufanya hivyo hata kidogo. Hali hiyo ilimfanya mume wangu ajisikie vibaya sana na kuanza kuhisi labda nilikuwa nina mwanaume mwingine nje ambaye ndiye aliyekuwa ananikata kiu yangu ya mapenzi na kunifanya nisiwe na hamu ya kufanya naye mapenzi. Japokuwa huo ndio ulikuwa ukweli, lakini aliponiuliza siku moja nilimjibu kwa kumwaminisha kwamba sina mwanaume mwingine nje na siwezi nikawa naye badani. Akaniuliza kwamba kama huna nini tatizo? Sijui. Ina maana huna hisia kabisa? Ndio sina. Au labda unaumwa, twende hospitali tukapime tujue sababu. Siumwi wala sina tatizo lolote. Hapana. Hili tayari ni tatizo mke wangu. Inabidi twende hospitalini kabla lijakomaa. Ainiambia huku akinipa ushauri huo. Moyoni nikamjibu ya kwamba hata usijisumbue mwaya. Hisia zangu zipo kwa Eddie na ndiye anayejua kunila vizuri nikaridhika. Lakini mdomoni nikamwambia kwamba Rahim, hivi unaelewa ninavyokuambia kwamba siumwi na sina tatizo lolote kwenye mwili wangu? Hasa kama hauumwi, nini kinachosababisha upoteze hamu ya kufanya mapenzi? Ndio utafute sasa hiyo sababu, sio kazi yangu. Nilimwambia huku sasa nikimpa jukumu hilo zito. Kadri siku zilizozidi kusonga mbele, ndivyo nilivyoendelea kumfanyia visa lukuki mume wangu. Katika yote niliyomfanyia kwa wakati huo, moyoni mwangu niliyafurahia kwa sababu mimi nitaka jambo moja tu litokee, kuachika ili nibaki na ex wangu. Yaani hilo ndilo lilikuwa hitaji langu kubwa. Lakini licha ya kufanya visa vyote hivyo, bado mume wangu aliendelea kunionyesha moyo wa kunipenda na kunihitaji mno. Mimi nataka kuachana na mume wangu ili tuwe huru, nilimwambia Eddie siku moja nilipokuwa nyumbani kwake wakati ambao tulitoka kufanya mapenzi, na hapa ni baada ya kuona kila ninalolifanya kwa mume wangu ili kusudi niachike linashindikana. Siku hiyo kabidi sasa nimweke wazi ex wangu ili kusudi anishauri nini cha kufanya nimwache mume wangu. Nilipomwambia hivyo nikamwona akishtuka kidogo. Wewe yaani umewaza nini mpaka unasema hivyo? Aliniuliza huku akiwa bado katika hali ya mshangao. Eddie, mimi nakupenda sana Eddie. Najua nitakapoachana na mume wangu tutakuwa huru na hakuna kitakachotunyima uhuru wetu. Nilimwambia kwa sauti ya chini tena ile ya kudeka, huku nikichezea taratibu nywele zilizokuwa kifani kwake. Unajua ukisemacho ni kweli, ila sasa naona kama ni mapema mno kufanya hivyo. Kwa nini usisubiri kwanza? Nitasubiri mpaka lini Eddie? Au na mwanamke mwingine Eddie? Mimi unipendi si ndio? Mimi sina maana hiyo mpenzi wangu. Ila
Yaani unajua unapozungumzia swala la kutaka kuachana na mumeo, unajua ni kubwa mno. Afso la kurupuka, mimi najua. Na ndio maana nimekuambia unishauri cha kufanya, kwa sababu huyo mume mwenyewe mimi simpendi na najuta hata kwa nini molewa naye. Kwa hiyo unataka nikushauri nini ufanye ili mumeo akuache, si ndio? Ndio. Da. Nini? Yaani katika siku ambazo umenifurahisha ni leo. Kwanza mimi sikutegemea kama ungekuwa na mapenzi ya dhati na mimi kiasi hiki. Yaani mpaka unatamani kuachana na mume wako. Sio jambo dogo. Ndio ujue sasa, yani umeshaniroga. Mapenzi yako yana nguvu sana baba. Hapo kweli mimi nimeamini. Sasa kitu ninachotakiwa kufanya hapa, inabidi udai talaka. Bila sababu. Sasa hapo usichoelewa ni kipi wewe mwanamke? Yani umeniambia nikadai talaka. Ndio, fanya lolote mpaka uhakikishe mmeo anakupa talaka. Akishakupa talaka, mchezo unakuwa umeisha. Sawa, nitafanya hivyo. Asante sana mpenzi wangu kwa ushauri wako. Ndio maana mimi nakupenda. I love you. Nakupenda pia. Aliniambia kisha akanishushia mvua ya mabusu. Msikilizaji, nafahamu sana. Najua kila anayesikiliza mkasa huu ataniona nilikuwa ni mwanamke mjinga sana. Lakini haujasikia hii simulizi kwa bahati mbaya. Kuna kusudi na sababu kubwa mno. Ndiyo, mimi nakiri nilikuwa ni mjinga ambaye nilijiona mjanja kwa wakati huo. Kila nililolifanya niliona nastahili kufanya. Niliendelea kumfanyia vituko mume wangu, na ulipotokea ugomvi kidogo tu nilikuwa ni mwepesi sana kudai talaka. Nakumbuka siku moja niliondoka bila kumuaga, na niliporudi nyumbani majira kama ya usiku hivi nilimkuta akinisubiri. Umetokea wapi? Hiyo ndo salamu. Badala ya kumjibu swali aliloniuliza, na mimi nikamuuliza kwa dharau. Na kuuliza umetokea wapi sasa hivi? Umetokea klabu. Umeanza lini kwenda klabu? Na umeenda kwa harusi ya nani? Yaani unaniuliza hivyo ni kama nani wewe mbwa? Unaniita mimi mbwa? Ndio, sasa ukijiangalia wewe na mbwa mna tofauti gani? Hebu jiangalie. Yaani ulichokibakiza hapo ni kuanza kubweka tu na kufungwa minyororo. Nilimwambia maneno hayo ya dharau yalionekana kumuingia moyoni mwake na kumpandisha hasira alizoshindwa kujizuia mpaka kujikuta akinipiga kibao kimoja. Aisee, nilipepesuka na kuanguka chini. Rahim, unanipiga mimi? Yaani umefikia tu kunipiga Rahim? Pole sana mke wangu. Sikukusudia kupiga, bali ni hasira kutokana na dharau ulizoonesha za kunita mbwa. Yaani unanipiga? Nakwambia utaona. Nilimwambia utaona. Kisha nikanyanyuka na kuongoza moja kwa moja mpaka chumbani, ambapo nilipofika nikaanza kubeba kila nilichokuwa, yani kila chochote kilichokuwa cha kwangu nilibeba. Ni ndani ya muda mfupi tu mume wangu naye akawa ameingia chumbani humo. Unafanya nini? Mariam, naomba niache. Nataka kuondoka zangu. Sasa unakwenda wapi? Utajua mwenyewe. Wewe naomba niache. Nilimjibu huku nikiendelea kufungasha vitu vyangu na kulia. Nilipomaliza niliondoka kwa hasira na kumwacha mume wangu akiwa haamini kile kilichokuwa kimetokea. Akili yangu muda huo ilinituma niende nyumbani kwa rafiki yangu Doreen. Baada ya kufika nyumbani kwake usiku huo, Doreen aliponiona alishangaa sana na kunihoji nini kilichojiri. Doreen, mimi nimechoka. Yaani kwanza leo mimi na Rahim basi nimechoka. Wewe. Nini tatizo tena? Kwani nimekuaje? Aliniuliza Doreen huku sasa akionyesha kushtuka kuniona nikiwa katika hali ile. Doreen, inatosha. Mimi nimevumilia sana lakini sasa imekuwa too much. Sasa ndio niambie kuna soga gani limetokea shoga yangu? Hebu naomba kwanza ukae. Naomba kae kwanza hapo unieleze vizuri. Niambie nikuelewe. Nini kimekutokea? Aliniambia huku akinionyesha kwa ishara nikae kwenye kochi, kisha akaondoka na baadaye kurudi akiwa ameshika glasi ya maji. Akanipa ili nipunguze monkali. Baada ya kutulia kwa muda, ndipo hapo nikaanza kumuelezea kwamba mume wangu amebadilika sana. Amekuwa ni mtu wa kunipiga mara kwa mara. Nikaenda mbali zaidi na kumwambia Doreen ya kwamba hata siku hiyo alinipiga na ndio sababu ilionifanya niamue kuondoka nyumbani kwangu na kwenda kwake kwa usalama wangu. Unaona hata jinsi alivyonipiga, unaona? Nilimwambia huku nikimuonyesha shavu la upande wa kushoto ambalo ndilo nilipigwa kofi. Japokuwa yote niliyomweleza Doreen yalikuwa ni ya uongo, lakini nilijitahidi kumwaminisha na kumfanya aamini kwamba ilikuwa ni kweli. Baada ya kumaliza kumweleza aliyojiri na kumuonyesha kwa vitendo, kabla ya kujibu alishusha pumzi. Akasema kwamba pole sana shoga yangu kwa maswahibu aliyokukuta. Asante.
Nimeshazoea kupigwa. Lakini mbona shemeji yangu kwa jinsi ninavyomfahamu, yani alivyokuwa mpole vile, afanani kabisa na hizi tuhuma unazonipatia. Unajua binadamu anabadilika sana shoga yangu. Yani nimechoka. Unajua maana ya kuchoka, nimechoka. Subiri kwanza. Vipi kuhusu Edi? Uliachana naye kweli au bado mnapashana kiporo tu? Mbona tayari mimi nimeshaachana naye kitambo tu. Yani mpaka nimemsahau. Afu kwa nini unauliza hivyo? Mimi nimekuuliza hivyo kwa sababu usikute bado upo naye halafu mmeo amegundua ndio maana amekubadilikia. Hapana. Hakuna kitu kama hicho. Sawa, kwa hiyo sasa umeamua nini? Mimi simtaki tena. Nataka tu nipate talaka yangu. Kila mtu afuate mambo yake. Shoga yangu hapana. Shoga yangu usifikie kwa shoga yangu. Hutakiwi kuchukua maamuzi. Yaani hutakiwi kuchukua uamuzi wa kudai talaka kwa mmeo. Mbona mambo yanafuata kuzungumzika kabisa na yakaisha? Dorini, mimi naona wewe hujui tu. Naomba niache nipumzike. Yalonikuta nimeyavumilia sana, lakini hamna. Hapana, nimechoka. Hivi umetafakari kweli uamuzi uliouchukua? Sina haja kutafakari lolote Dorini kwa upande wangu. Kwa kifupi mimi sitaki tena ndoa yangu, nimeichoka. Nilimwambia kisha nikamwomba anipe hifadhi ya kukaa nyumbani kwake kwa siku kadhaa ambazo nilipanga kuzitumia kwa ajili ya kupumzisha akili yangu kutokana na matatizo yaliyonitokea kwenye ndoa yangu, na Dorini alinikubalia. Sasa siku iliyofuata mume wangu alinipigia simu na kuniomba msamaha kwa kile kilichokuwa kimetokea usiku wa kuamkia siku hiyo ili nirudi nyumbani kisha maisha yaendelee kama kawaida. Ilikuwa inashangaza, lakini hakika mwanaume huyu alikuwa wa ajabu. Na mimi ni kama nilikuwa nimerogwa na dawa imenishika ipasavyo. Nilikataa kata na wala sikujali. Yaani alitia huruma, mimi sikujali huruma alionionyesha. Sikujali. Siwezi kurudi kwenye nyumba yako Rahim. Wewe nenda tu katafute mwanamke mwingine aje kuishi hapa, lakini sio mimi unayeniona fala. Nilimwambia pasipo kujifikiria wala kutawaliwa na chembe yote ya huruma. Mke wangu, lakini sikudhamiria kukupiga. Zilikuwa ni hasira tu kwa kile kilichokuwa kimetokea. Aliniambia kwa sauti yake ikisikika kama mtu aliyekuwa anataka kulia. Mimi sitaki kujua kama ni hasira au ni kitu gani. Mimi ninachokitaka tu ni unipatie talaka yangu. Farida mke wangu, unataka nikupe talaka kwa kosa gani? Namna yake ya kuoji ni kama yeye ndiye aliyekuwa na kosa. Naomba tena unikome. Unikome, umesikia? Nani mkeo? Kama ningekuwa mkeo ungethubutu kunipiga? Nisamehe mke wangu. Naomba rudi basi nyumbani tuishi maisha yetu kama zamani. Nani arudi? Mimi? Farida mke wangu, ninakuomba. Wewe mpumbavu. Hivi unaniita mkeo? Yaani rudi tuishi kama zamani. Hilo sahau. Nakwambia futa kabisa kwenye akili yako. Na nimekuambia ninachokitaka ni talaka yangu, full stop. Nimebeba maneno hayo kisha nikakata simu. Kwa muda wa siku 3 sikurudi nyumbani kwangu. Nilikaa nyumbani kwa rafiki yangu Dorini, huku siku zote hizo mume wangu akiendelea kuniomba msamaha na kunitaka nirudi nyumbani, lakini sikukubali hata kidogo. Baada ya kuona nimekuwa mgumu, ndipo hapo sasa alipoamua kuwashirikisha wazazi wangu na kuambia kila kitu kilichotokea mpaka mimi kuamua kuondoka nyumbani. Kufuatia taarifa hiyo, ilibidi mama yangu anipigie simu. Shikamoo mama. Nilimsalimia mama mara baada ya kupokea. Sikuwa natarajia kuwa simu ile ilikuwa ni kwa ajili ya lengo lipi. Marahaba, ujambo? Sijambo, sijui nyinyi huko mnaendeleaje? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tupo salama. Vipi mumeo anaendeleaje? Mama alinijibu na kuniuliza swali hilo ambalo lilinichukua muda wa sekunde kadhaa kulijibu. Hajambo. Una uhakika hajambo? Ndio mama, kwani vipi? Mbona unaniuliza kama ni una mashaka? Mashaka lazima niwe nayo kwa sababu mumeo ametoka kunipigia simu sasa hivi hapa. Na kitu alichonieleza mimi sijaamini. Amekwambia nini? Kwanza nataka kujua upo nyumbani kwako ama? Hapana. Uko wapi? Sauti ya mama nayo ikaanza kukauka. Hii ikiwa ni ishara ya ghadhabu. Kwa rafiki yangu mama. Kwa nini? Na mbona nimekuulizia mumeo anaendeleaje ukanijibu kwamba hajambo? Kwa hiyo sasa unanidanganya, si ndio? Mama, ni story ndefu ambayo sitakiwi kuijua ama? Hapana mama. Ila kikweli mimi mwanaume mama, mimi nimemchoka. Mimi simtaki tena. Msikilizaji, sikuwa na aibu wakati natamka haya. Na hii hali ilinitanabaisha kuwa yale mapenzi yalikuwa yameufikia, yani yamefikia ukomo kabisa. Kwa nini? Haya amekufanyaje? Yani basi tu mama, yani mimi mambo yake yamenichosha mama. Mambo gani hayo yasiyorekebishika?
Mimi ananipiga kila siku bila sababu. Yaani amekuwekea tu ratiba ya kukupiga asubuhi, mchana na usiku ama? Lakini Farida mwanangu, hebu naomba unisikize kwa makini. Mumeo amenielezea kila kitu kilichotokea. Na inavyoonekana hapa kweli mwanangu, wewe ndio utakuwa na tatizo. Kwa sababu haiwezekani uondoke nyumbani kwako siku 3 kwa sababu umepigwa alafu usiseme. Hata kama ulishindwa kuniambia mimi, ina maana wako zako huwafahamu. Si ungewaambia ili wajue jinsi gani wanavyoweza kukusaidia? Mama, mbona unamtetea Rahim? Sio mimi namtetea. Ila mwanangu, utatutia aibu sisi wazazi wako. Tutaonekana kama hatujakufunza vile. Hivi unafikiri ndugu wa mumeo akifahamu umeondoka nyumbani kwako siku 3 watakufikiriaje? Na kuomba urudi nyumbani kwako haraka sana. Mama, mimi ungenisikiza basi ujue nini ninachokitaka. Mimi siwezi kukusikiliza. Siwezi kusikiliza ujinga unaoniambia. Fanya urudi nyumbani kwako kabla sijakasirika. Ananiambia mama kisha akakata simu. Msikilizaji, mimi namfahamu vyema sana mama yangu. Kwake yeye akisema kukasirika anamaanisha kuwa kifuatacho ni kipigo. Mama Farida hajawahi kuacha kanuni zake. Haijalishi ni mtu mkubwa kiasi gani. Linapokuja swala la ghadhabu zake basi unaweza kucharazwa viboko hadharani. Afla kufanya una. Kufuatia kauli ya mama yangu siku iliyofuata niliamua kurudi nyumbani kwangu. Lakini tofauti na mume wangu alivyotarajia kwamba tungeishi kwa amani, matokeo yake nyumba iligeuka kuwa uwanja wa vita. Nilirejea kwa ajili ya kumfurahisha mama yangu tu. Lilipotokea tatizo dogo tu, kama kawaida yangu nikawa nakimbilia kumwambia tuachane. Jambo hili halikuwahi kukubaliwa na mume wangu. Yeye siku zote alikuwa mpole na aliendelea kuwa mkarimu kwangu. Mke wangu, sema. Samahani kama nitakosea kukuuliza hili swali. Uliza. Japokuwa aliuliza kwa upole na mengi mapendo, mimi nilimjibu kwa kiburi. Kwa nini tukigombana kidogo tu unakimbilia tuachane? Unataka kujua sababu? Ndio. Kwa sababu nimekuchoka. Sikutaki tena. Niliziona pua zangu jinsi zilivyocheza wakati ninatoa jibu hili. Mke wangu, hivi ni kosa gani kubwa nililokufanyia mpaka ufikie hatua ya kunichukia kiasi hicho? Rahim alinijibu kwa upole tu kama ilivyo kaida yake. Hakuna ulichonikosea. Ila nimetokea kukuchoka tu dia. Tutaishi hivi mpaka lini? Mpaka pale utakapokubali kunipatia talaka yangu. Nilimwambia. Kwa dharau na vituko nilivyokuwa namfanyia mume wangu, laiti kama angekuwa ni mwanamume mwingine asingevumilia. Angeshanipa talaka kitambo, lakini kwa upande wa mume wangu ilikuwa tofauti. Wakati nikiendelea kumfanyia yote hayo, yeye ndio kwanza alizidisha mapenzi, jambo ambalo linishangaza na kumuona nikinganga. Hili lilinipatia wakati mgumu sana hili jambo. Ni kama Rahim alikuwa ananiadhibu kwa kugoma kunitaliki. Waliosema mwanaume akiamua kuchepuka kinachompeleka huko ni tamaa za kimwili tu, lakini kwa upande wa mwanamke akiamua kuchepuka kinachompeleka sio tamaa za kimwili, bali huamisha, yani ni kama vile anahamisha mpaka hisia moja kwa moja. Hawakukosea. Ni kweli hisia zangu wakati huo zilihamia kwa ex wangu. Hazikuwa tena kwa mume wangu hata kidogo. Wakati wa mahaba yetu mazito mimi na mume wangu tulitamani sana kupata mtoto. Lakini majukumu ya mume wangu na mchakato wetu wa kutamani watoto wetu wazaliwe tukiwa tayari tumehamia katika nyumba yetu, basi lile swala tuiliweka akiba. Japokuwa mara kwa mara niliwahi kutamani kukivunja kile kiapo, nyakati zikanichota na hatimaye nikakutana na ex wangu. Nimezama kwake na ni katika kipindi hiki ambacho mume wangu alijaribu kugusia juu ya swala la sisi kupata mtoto. Awali mimi ilikuwa ni ndoto yangu kupata mtoto na huyo mwanaume. Ila ghafla ubao umebadilika. Yaani sitaki wala sina hamu ya kusikia swala la kuzaa mtoto na mume wangu. Sitaki. Sasa aliponishirikisha juu ya swala hili, sikuhitaji kufikiria sana. Jibu lilikuwa ni moja tu, sikuwa tayari. Kwa nini? Mimi sitaki tu kuzaa na wewe. Kwani lazima jamani? Lakini mke wangu, usipozaa na mimi utazaa na nani mwingine? Kumbuka mimi ni mmeo. Kwani hatuwezi kuishi hivi bila mtoto? Nikuulize swali. Uliza. Watu wanapooana huwa wanategemea nini? Hakuna wanachotegemea zaidi ya kuishi tu. Wakishaishi
Halafu basi tu ama? Ndiyo, au kuna kingine unachotaka kufanya? Ya, kupata mtoto. Mimi sioni kama kuna ulazima kwenye hilo. Mke wangu, huu ni kama kuchelewa kwetu kupata mtoto, nyumba imepwaya. Haina nuru kabisa. Hilo wewe ndio umeona, lakini kwa upande wangu mimi najionea sawa tu. Hakuna kilichopungua. Kwa hiyo haupo tayari kunizalia? Ndiyo. Kama una shida sana ya kupata mtoto, nimekuruhusu nenda ukazae na mwanamke mwingine nje. Wala sitakulalamikia na wala sitanuna. Mke wangu, hivi ni majibu gani hauna nijibu? Yaani kwa nini unajisahau kiasi hicho? Dalili ya mume wangu kasirika ikapenya katika sura yake. Sasa mimi najisahau Kalebe. Ulitaka nikujibuje? Au unataka yani nikutafutie mwanamke wa kuzaa halafu nikuletee? Sema. Nilimjibu na kumuuliza kwa dharau maswali ambayo hakuyajibu. Lengo langu achukie kiasi cha kurusha tena mkono wake na kunipiga. Badala yake aliacha kuzungumza na kuendelea kupata chakula. Alichagua kuiepusha shari. Pamoja na kufanya hivyo, lakini bado niliendelea kuzungumza kwa sauti ya ukali, huku nikienda mbali zaidi na kumwambia kwamba kuanzia siku hiyo ndio mwanzo na mwisho wa kufanya naye tendo la ndoa. Aliniuliza kwa nini, nikajibu basi tu nimeamua, yani haukawi kunifanyia mbinu ukanijaza mimba wewe, staki. Nilimjibu kwa dharau, huku moyoni nikijua hata kama ningemgomea kufanya naye tendo la ndoa, alikuwepo ex wangu Eddie ambaye angenitimizia haja yangu tena kwa wakati. Ukisikia wanaume wanakufa mapema, wanawake wanabaki. Wanawake wenyewe ndio kama mimi sasa. Hawa wanaume wanauliwa kwa stress na hawezi kuzungumza, wanakufa. Ndio maana watu wengine hata ndoa kwao sasa hivi sio dili. Wanawake wakichezewa wanaanza kulia. Wakipata mume ambaye ni mzuri, ndio hivyo tunaanza kumfanyia vitu ambavyo Kwa hiyo huo mimi ndio katili ambao mimi nilimfanyia mume wangu. Nilifanya hivyo huku sasa nikitafuta sababu ya kuivunja ndoa yangu kwa mikono yangu mwenyewe. Mimi sikuogopa wala kujali lolote. Na kila kitu nilichokuwa nakifanya kwenye ndoa yangu, mimi nilikuwa nikimueleza Eddie, ambaye katika kipindi chote hicho alikuwa akisubiria kwa hamu kubwa sana kuona nikiachika. Kufuatia kitendo cha mume wangu kugoma kabisa kunipa talaka, kilimsononesha na kumfanya aone mpango wetu wa kuishi pamoja kwa uhuru usingefanikiwa. Kwa hiyo sasa hapo itakuwaje? Kuhusu nini? Sikuhusu mmeo. Wewe niache mimi baba, mimi nitajua nini nifanye. Kwa hiyo sio na wasiwasi hata kidogo. Au bado unampenda? Wewe. Hivi ni swali gani leo unaniuliza? Hivi kama mimi ningekuwa nampenda mume wangu, ningemfanyia vitu kwa vyote hivyo? Nilimwambia na kumuuliza kwa sasa nikionyesha wazi ukasirishwa na swali lake aliloniuliza. Basi sawa mpenzi wangu, mimi usijali bwana, mimi nilikuwa nakutania tu. Utani gani wa kijinga kama bwana wakati mimi nipo serious, sipendi. Sawa, nimekuelewa bwana. Nakupenda sana. Adididi, cheka basi. Bwana niache. Nakupenda pia Eddie. Nilimwambia hivyo. Basi siku zilisonga mbele huku nikiendelea kutafuta sababu ya kuachana na mume wangu ambaye hakutaka kuniacha. Baada ya kuona kila ninalolifanya halizai matunda, ndipo hapo siku moja katika mazingira ya ajabu sana nilijiwa na wazo la kishetani sana, wazo la kutumia nguvu ya ziada ili mume wangu aachane na mimi kilazima. Nilishazifikiria njia nyingi tu, zote hizi nizijaribu pasipo na mafanikio. Penzi la Eddie lilikuwa limenichanganya kwa kiasi kikubwa sana, na nilikuwa tayari kufanya lolote ili mradi tu niweze kulala na kuamka na Eddie kila siku. Kikwazo kilikuwa ni ile ndoa yangu na Rahim. Ndoa ambayo ninakiri kuwa nilipendo sana, labda tu ni mimi sikupendeka baada ya kukutana na Eddie. Ghafla nikajiwa na wazo la kukifunga kinywa cha Rahim. Katu asiweze kusema ninakupenda mke wangu, wala asilitoe jibu la kwamba hataki kunipatia talaka. Pangua ya mawazo pangua. Hatimaye wazo la kufanyiwa utekelezaji likawa sasa ni kukatisha uhai wake. Moyo wangu ulipiga kwa nguvu sana baada ya kuanza kulitunza wazo hili. Lilikuwa ni wazo zito na nilikuwa ninaliwaza kwa mara ya kwanza katika maisha yangu. Msikilizaji, sikia, katika maisha yangu mimi sikuwahi kuua wala kufikiria kufanya hivyo hata mara moja, lakini siku hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuwaza kufanya mauaji, na niliamini kipindi nitakapokuwa nimemuua mume wangu
hiyo ndio itakuwa ni njia pekee ya kunifanya niishi kwa uhuru na ex wangu, ambaye katika kipindi hicho tayari nilianza kuwekeza vitu vyangu vingi katika maisha yake. Kwa hiyo niliongezea mtaji katika biashara yake ya nguo. Na sasa alikuwa anaweza kusafiri yeye mwenyewe mpaka China na Uturuki kuchukua mzigo. Na jingine ambalo tulianza kulifanya kwa pamoja ni kujenga nyumba pembezoni mwa jiji la Dar. Nyumba ambayo tulipanga kuishi huku pindi nitakapokuwa nimepewa talaka na mume wangu. Mambo yote hayo niliyafanya kwa jeuri ya pesa za mume wangu, ambaye aliamini nilikuwa nachukua pesa na kwenda kuzipeleka nyumbani kwetu, ambapo nilimwambia wana shida. Kumbe nilikuwa naenda kumpa mwanaume mwenzake azitumie. Si unajua tena wanasema kwamba mwanamke akipenda hakuombi pesa ukiona wewe mwanaume unaombwa sana pesa, basi jua upendwi. Zinaenda sehemu nyingine, kwa sababu mtu akikupenda lazima aelewe situation yako unayopitia. So mimi nilipoanza kumuua na kujikuta nikikubaliana na wazo hilo kichwani mwangu, sikutaka kupoteza muda hata kidogo. Nilichokifanya ni kwenda dukani kununua sumu ya panya ambayo nilipanga kumwekea kwenye chai ili pindi atakapokunywa afe. Lakini nilisita kufanya hivyo baada ya kuwafikiria polisi. Kama ningemuua kupitia sumu hiyo na baadaye uchunguzi wa jeshi la polisi kufanyika na mwisho wa siku kuonekana kwamba mimi ndiye muuaji niliyemuua mume wangu, ni lazima ningekamatwa na kuhukumiwa kifungo cha maisha jela au kunyongwa. Kwa hiyo niliogopa. Yaani sikutaka kuingia kwenye hatia hiyo, na badala yake nilipanga mpango mwingine wa kumuua, kifo ambacho sikutaka mtu yoyote yule ajue kama mimi ndiye mhusika. Sasa nikawaza kwamba je, ni kifo cha aina gani hicho kitamfaa? Haikuwa rahisi kufikiria moja kwa moja kifo cha mume wangu ambacho sikutaka kiniweke kwenye utata. Baada ya kupita siku kadhaa, ndipo hapo wazo la kwenda kwa mganga liliponijia. Ile siku ambayo nilipanga kumuomba ruhusa mume wangu kuwa ninatarajia kusafiri kidogo, ndipo mambo alianza kubadilika. Akanisihi sana ni hairishe safari yangu kwa sababu afya yake imezorota sana na hajiwezi kuachwa peke yake. Msikilizaji, msikilizaji unayesikiliza huu mkasa, unaweza yaani ni mkasa ambao ni kama unaweza kustajabisha hivyo kuwa ilikuwaje hata nisijue kama mume wangu anaumwa. Ndugu yangu, katika kile kipindi cha mgomo wa kumpa haki ya ndoa mume wangu, mimi nilihamia chumba cha wageni ambapo nililala na kuamka pasipo kujali juu ya mume wangu. Kama nikupika nifanye hivyo pindi nilipojisikia. Hivyo hii siku ndipo nirejea chumbani ili kumpa taarifa, na nilifanya vile asije akampigia mama simu na kuanza kulalamika kuwa nimetoroka. Mwache basi kujiendekeza. Sasa hapo unachoumwa ni nini? Ninauma kweli mke wangu. Basi kama hiyo safari yako haiwezi kuahirishwa, ninaomba unisaidie kumpigia simu dadangu afike hapa kuweza kunisaidia. Sijawezi mke wangu, naumwa. Sauti yake ilikuwa ni hafifu, na kwa mara ya kwanza nijikuta na kumbwa na huruma juu ya mwanamume huyu ambaye niliridhia awe mume wa maisha yangu. Nikachagua kuhairisha ile safari, lakini kule kujali ambako mume wangu alihitaji, sikuweza kutimiza ipasavyo. Nilimpikia lakini sikumsi ale na kushiba. Sikujua anahitaji kunywa dawa zipi ili akae sawa. Ni baadaye sana alipoanza kutokwa jasho jingi, ndipo nililazimika kuwapigia nduguze na kueleza. Kilichofuata ilikuwa ni aibu. Kila ndugu yake alijua kuwa mume wangu anaumwa. Hivi mnaelewa hiyo aibu? Nadhani hujanisikia. Baadaye sana alipoanza kutokwa na jasho jingi, ndipo nilazimika kuwapigia ndugu wa mume wangu na kuelezea situation ya ndugu yao. Kilichofuatia ilikuwa ni aibu. Kila ndugu yake alikuwa anajua kuwa mume wangu anaumwa, lakini mimi ninaishi naye ndani pamoja naye sikuwa najua hilo. Hebu tazama hii aibu. Walifika na kumchukua hadi hospitalini. Macho yao kwangu yalikuwa na kila dalili ya chuki. Mimi sikujua ni kipi ambacho kinaendelea. Baada ya siku 4 kupita, mume wangu akiwa amelazwa hospitali, yale niliyotaka kuyafungia safari hadi kwa mganga, ama yale matumizi ya sumu ya panya kwa ajili ya kukatisha uhai wa mume wangu, hayakuwa na maana tena. Rahim aliaga dunia pasipo kunieleza neno lolote zaidi ya kauli yake ya mwisho kuwa ananipenda sana na mimi ndiye mke wake pekee. Kauli haikunisisimua. Lakini baada ya taarifa hii ya msiba,
Ile kauli kabaki daima katika kichwa changu. Rahim alifariki. Rahim aliondoka. Rahim alitangulia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sote tulisema hili, wengine wakimaanisha mimi nikitoka tu na neno lile. Basi baada ya mazishi na taratibu zote muhimu kufanyika, ikiwa ni pamoja na 40 kupita, tukakabidhiwa mali, ndipo hapo nilimkaribisha rasmi nyumbani kwangu ex wangu Eddie na kuanza kuishi naye kwa uhuru kama mume na mke. Lakini huu uhuru haukuwa unaambatana na wazi. Eddie alikuwa akiingia nyumbani pale usiku mnene na nilikuwa ninamtoa asubuhi sana. Sikutaka mzozo na ndugu za Rahim juu ya kile ambacho nilikuwa ninafanya katika nyumba ambayo ndugu yao alijenga. Hicho ndicho kilikuwa kipindi ambacho nilikifurahia, hasa baada ya kuona naishi na mwanaume wa maisha yangu ambaye ni Eddie, na yeye alikiri kuwa alikuwa mwingi wa furaha. Siku zilikatika. Baada ya kupita mwezi mmoja, ndipo hapo siku moja Eddie aliniambia kwamba hakujisikia vizuri sana kuishi kwenye nyumba hiyo, hasa maisha ya kuingia kwa kujificha na kutoka kwa kujificha. Mseko nini mpenzi wangu, na wakati tuliokuwa tunamhofia tayari ameshafariki? Hata kama, ila mimi sijisikii vizuri tu kuishi hapa. Yaani kwa nini tusifanye tu mchakato, tuimalize nyumba yetu, tuhamie huko na tuishi kwa uhuru? Kama kawaida yake anazungumza huku akinikumbatia na kunibusu. Mjadala ukahamia juu ya gharama za kuimalizia ile nyumba ambayo tulikuwa tumeianza tayari. Gharama zilikuwa kubwa na mimi sikuwa mfanyabiashara zaidi ya kuwa tu nimewekeza kwa Eddie. Hivyo kitu pekee kilichokuwa mbele yetu ni ile nyumba. Eddie akashauri tuuze nyumba ili kukamilisha nyumba. Mimi sikupingana na wazo lake hata kidogo, la tuuze nyumba ili tukamilishe nyumba. Akatabasamu huku sasa akiniambia kwamba ananipenda sana. Nami nikamjibu kwa kumwambia kuwa nampenda pia. Mwezi mmoja baadaye nilifanikiwa kuuza nyumba yangu na kisha kuhamia nyumbani kwa ex wangu Eddie kama tulivyokubaliana. Wakati huo Eddie akiendelea na ujenzi wa ile nyumba ambayo tulipanga kuishi huko. Nyumba ndoto yetu. Tuliishi maisha ya furaha na amani tele, na ni hapa ambapo sikuchukua muda mrefu sana nikafanikiwa kubeba ujauzito, jambo ambalo lilizidi kuongeza mapenzi maradufu. Ilikuwa hivyo siku hadi siku, miezi hadi miezi. Ujauzito wangu ulipofikisha miezi 6, ndipo hapo Eddie alianza kubadilika. Akawa anachelewa kurudi nyumbani na kunifanyia mambo mengi ambayo kiukweli sikupendezwa nayo hata kidogo. Mimi sikujua sababu iliyosababisha mpaka akaamua kubadilika kiasi kile. Ilibidi siku moja nimuulize, akasingizia ubizi wa biashara pamoja na kusimamia ujenzi ndio sababu ya mabadiliko yale. Lakini akanisii sana niwe mvumilivu, na kwa sababu ananipenda sana nikamuelewa. Kama sababu ni biashara, kwa nini usibadilike siku zote hizo? Uanze kubadilika kipindi hiki ambacho nakuhitaji mno. Nilimuuliza sasa nikilitazama tumbo langu. Kwa hiyo hutaki kuniamini ama? Hapana, sio kama sikuamini mpenzi wangu, ila mimi nakuamini sana tu. Tatizo mambo unayonifanyia yananiumiza eti. Nilimjibu kwa sauti ya kulalamika, akaniambia nivumilie kwani siku si nyingi angebadilika na kuwa Eddie yule niliyemzoea. Afu nyumba imekaribia kukamilika. Hii ndio inanipasua kichwa mke wangu. Aliniambia sasa akilichezea tumbo langu, nikafarijika. Sivyo nilivyotaraji msikilizaji. Yaani Eddie badala ya kurudi kama zamani, lakini alikuwa ni mpya, mwenye mng'ao wa ajabu. Alikuwa ni Eddie ambaye ni kama simfahamu kabisa yani. Mng'ao ambao sikudhani hata siku moja kama atakuja kwa nao. Eddie wangu alitoweka kwenye maisha yangu na kisha nikamkaribisha Eddie Mzuka. Labda Mzuka jina zuri. Acha nijaribu kumuita tu Eddie Shetani. Ndio, huyu ni shetani kabisa. Eddie anarudi nyumbani muda anaotaka. Na heri arudi akiwa sawa kichwani. Anarudi ananuka pombe na sigara. Nikimuuliza kidogo tu naambulia ngumi, mateke, vipepsi na matiktaka ya kila aina. Hadi nikajikuta najuta hata kumrudia. Lakini walishasema wahenga, maji yakishamwagika yazoleki. Na kama haitoshi wakaongeza kuwa maji ukiyavulia nguo sharti uyaoge. Farida mimi nikaamua kuyaoga bila hata kuchunguza madhara yake atakuwa nini.
Sikutaka kutazama maji hayo yamewekwa asidi, sumu au kemikali yoyote mbaya. Nikavulia nguo, nikaamua kuyaoga. Likawa kosa kubwa sana. Nilijiuliza kwa nini Eddie kawa vile. Baada ya kujiuliza, nikachukua kalamu na kuandika pembeni sababu zinazopelekea mwanaume kubadilika. Niliandika kama 5 au 6 hivyo, lakini sababu ya kuwa na mwanamke mwingine, hiyo kwangu iliingia vyema kichwani na haikutaka kunitoka kirahisi. Na labda si mwanamke mmoja, ni kuanzia 2 hadi 4. Unajua kwa nini? Kwanza, Eddie hakuwa anataka kufanya mapenzi na mimi, akidai kuwa kachoka. Yaani anachoka na majukumu ya kila siku. Pili, alikuwa narudi ananukia mafuta au manukato tofauti na ambayo yapo ndani kwetu. 3, nimewahi kukuta kondom kwenye gari, 2 zikiwa zimetumika. 4, simu zilikuwa haziishi hata saa 8 usiku anapotoka kunywa mapombe yake. Na jambo la 5, anaweza kurudi na zawadi ya kike nyumbani, kesho yake akaondoka nayo. Yaani unajua umeletewa wewe, ila kesho yake akaondoka nayo. 6, akipokea simu haongei mbele yangu, na akiongea anabaki kuitika tu ndio, hapana. Saa zingine anagugumia tu sauti. Okay. Ivan. 7, akilala usiku huwa anaongea maneno na kutaja jina la mwanamke mwingine. 8, mara kadhaa amewahi kurudi huku shati lake likiwa na alama ya busu la lipstick. 9, anaweza kuniahidi out, lakini ghafla akabadili mawazo kwa kudai ana wateja wengi dukani. Na jambo la mwisho, kuna siku aliwahi kuniambia kwamba sina jipya tena kwenye mwili wangu. So haya na mengine baadhi yalinifanya niamini kuwa Eddie sasa anajihusisha na penzi lingine. Sipo tena peke yangu kwenye mahusiano. Lakini licha ya kuamini hili, sikuwa na papara. Nikaamua kumfuatilia ili nipate jibu kamili. Hapa ndipo ninapokuambia sikujua maji niliyoyavulia nguo yana nini ndani yake. Pesa kiasi nilizoficha kwenye akaunti yangu nikachomoa na kumlipa paparazi fulani hivi anayefanya kazi kwenye moja ya gazeti maarufu sana Dar es Salaam. Nilimpa nusu ujira, kisha nikaahidi kuwa akimaliza kazi nitamalizia nusu nyingine. Paparazi akaingia kazini. Wiki haikuisha, majibu ya kuichakaza na kuigaragaza nafsi yangu yalikuja mikononi mwangu. Picha zaidi ya 20 zilimuonyesha Eddie na mwanamke mwingine wakiwa wanatanua viwanja mbalimbali, tena jijini, kwa mahaba ambayo mimi sijayaona miezi 6 mfululizo. Niliuliza picha ya kwamba kwa nini Eddie unanifanyia hivi? Niliuliza picha moja kana kwamba itanijibu. Sauti kaniambia kwamba dada, nadhani kazi yangu tayari, naomba changu niendelee na maisha mengine. Sauti hii ni kama ilinitenga na dunia leo. Nilitegemea labda paparazi huyu atanipa pole au kunibembeleza, lakini yeye aliwaza pesa kuliko maumivu yangu. Lakini sikumlaumu paparazi, nilimlaumu kwa kwanza nimlaumu kwa lipi sasa? Wakati wanasema malipo ni hapa duniani. Si ajabu haya ni malipo ninayolipwa baada ya kufanya uchafu mkubwa kwa mume wangu. Maskini Rahim, licha ya kufanya porojo na visa kede, lakini bado aliendelea kunipenda kama vile sikumfanya lolote. Yule sijui alikuwa ni mwanaume wa aina gani maskini. Yaani kuna watu wengine wakijaga kwenye maisha yetu, kurudi ni ngumu. Ndio maana unasema unachokipata kwa maombi kilinde kwa dua. Alikuwa ni mwanaume wa pekee, na nadhani baada ya kifo chake hakuna tena mwanaume wa vile duniani. Kwanza sijui hata alikufa kwa sababu gani sijui. Basi paparazi akaniambia, dada, naomba changu niende. Sauti ya paparazi ilinishtua toka fikrani, na mimi kwa kiroho safi tu nikapekua mkoba wangu na kutoa bahasha ambayo ilikuwa na kiasi cha pesa. Akazihesabu na baada ya kuona zipo kamili, alinyanyuka wima na kisha akachukua glasi ya juice na kuigida yote. Yule paparazi akaniambia kwamba nimefurahi kufanya kazi na wewe Farida. Nilimtazama machoni na niliona tabasamu lake pana limenawiri vema. Moyo wangu ulidunda kwa kasi ajabu. Akasema kwamba nadhani hii juice utailipia, au sio Farida? Aliongea tena na mimi bado niliendelea kudua tu. Hata wakati anaongeza maneno mengine na kuondoka, sikuwepo kabisa dunia hii. Kitendo cha yeye kuniita jina langu kikaibua hisia zingine. Huyu paparazi kajuaje jina langu? Mimi sikumtajia jina, wala sikutaka anifahamu ninapoishi.
Iweje leo aniite Farida kana kwamba ananijua toka kitambo? Hapana, hapa kuna namna hapa, si bure. Nijikusanya kichovu na kumuita mhudumu wa kwenye ule mgahawa. Nikalipia juisi ya paparazi na ya kwangu ambayo hata sikuigusa. Na kunywa vipi wakati nakumbana na aina mbalimbali za vioja? Nikaondoka kinyonge kama njiwa mwanamkiwa. Nikaenda hadi kituo cha taksi na kuomba anipeleke nyumbani. Sikujua nitafanya nini baada ya zile picha za paparazi ambaye ananijua jina langu. Nijaribu kujipa moyo nikasema ya kwamba lakini pia labda kabla kufanya kazi na mimi aliamua kunichunguza kwanza ili awe na uhakika na tajiri wake. Nilijipa moyo hivyo ili ujasiri wa kumuuliza Eddie uniingie. Nilifika nyumbani na kumlipa dereva aliyenileta. Nikashuka nikiwa na mkoba wangu uliokuwa na picha mbalimbali za mpenzi wangu Eddie akiwa na mpenzi wake mwingine. Niliingia ndani nikiwa mchovu, lakini nilijikuta nikirudi katika hali ya nguvu baada ya kumkuta Eddie akitazama runinga. "Oh, Eddie, leo mbona mapema hivyo?" Nimuuliza kwa sasa bado nimesimama. Akaniambia ndio salamu hiyo. Aliniuliza na kabla sijamjibu akanitwanga swali lingine la kejeli kwamba na inaonekana una hela sana sasa hivi hadi unatuma mpaparazi wazito kunitwanga foto. Nikabaki kinywa wazi tu. "Sasa unataka nifanye nini Eddie? Kila nikikuuliza kama una mwanamke mpya unadai una, wakati dalili zote zinaonyesha unaye. Unataka mimi nifanyeje sasa?" Nijikuta na kuja kwa juu kwa ujasiri na kumuuliza namna hiyo Eddie, lakini Eddie alionekana mtulivu zaidi. Hakuna papara. Na alionekana anajua analofanya. Hondo kama kunitumia paparazi ama sio? Haya, umejua. Haya, umefaidika nini sasa baada ya kujua? Au ndio unataka talaka ni kama ulivyokuwa unaitaka kwa marehemu mumeo? Bado nilikaa kimya. Talaka nadai vipi kwa mtu ambaye hata ndoa hakuna? Tena labda ndoa ilikuwa ni jambo kubwa sana. Huyu hata nyumbani kwao mimi sipajui. Ndugu yangu. Na yeye kwetu wala hapafahamu. Haya, hiyo talaka nadai vipi? Lakini Eddie, niliongea kinyonge kwa sasa natupa mkoba wangu wenye picha sakafuni na kuanza kusogea alipokuwa amekaa. "Farida, kaa pale. Usinisogelee kabisa." Alinikanya kabla hata sijamfikia. "Usije kunichoma na kisu bure. Maana kama ulikuwa tayari kumnyosha sumu mumeo wa ndoa, mimi ni nani utashindwa kunikandika hata libisu shingoni?" "Wewe vipi kaa kule? Sasa kabisa karibu. Kama uliweza kumuua mmeo nadhani wewe utashindwa." "Wewe vipi wewe?" "Lakini Eddie, kumbuka mimi nifanya ile kwa ajili yako." "Ulifanya kwa ajili yangu?" Farida, kwa hiyo kama ulifanya kwa ajili yangu, sasa hivi utashindwa kufanya kwa ajili ya Baraka. Nitazama chini kwa aibu. Msikilizaji, Baraka ndiye mwanaume wa kwanza kulala na mimi. Naye nilimpenda sana enzi tupo wote chuo. Lakini tulikuja kuachana baada ya kumfumania akivunja amri ya 6 na rafiki yangu wa karibu. Na hapo ndipo nilipokutana na Eddie. Yeye alinionyesha dunia mpya yenye mapenzi motomoto kuliko hata ya Baraka. Wewe unataka kumuua mumeo kwa ajili ya ex wako wewe? Sasa hivi utashindaje kuniua kwa sababu ya ex wako Baraka? Sina uwezo wewe. Afete hapo nikuja sasa kuniambia kwamba eti ulifanya kwa ajili yangu kivipi? Msikilizaji, mimba ilikuwa ni kubwa. Ina miezi yake kadhaa. Kusimama vile huku nasikiliza hayo maneno makali ya Eddie. Wewe. Niliona wazi naweza kudondoka na kupoteza aidha mtoto au mimi na mtoto. Nikaenda kukaa kwenye kochi lingine pembeni yake. "Eddie, kwa nini unafanya yote lakini?" Kila jambo lina msimu Farida. Huja na kuondoka. "Okay, na maana gani?" "Wewe ulikuwa na msimu wako na sasa ni msimu wa wengine. Kwa hiyo naomba niache Farida, sawa niache na mimi kidogo nile bata na wengine kama nilivyowahi kula na wewe." "Eddie, unajua maneno yako yanaweza kusababisha hii mimba yetu ikaribika." Mimba yetu? Au yako na Baraka? Au ukuta hata ule mganga uliyetaka kwenda kumchukulia kifo mumeo ndio ya kwake? Au kama sio mganga ukute ni ya mzimu mmeo.
Unajua waganga huko mkiendaga ili dawa itimie mnaambiwa vua nguo, anakushindilia mwichi huko ili dawa iingie vizuri. Kwa hiyo yule mganga ndo aliyekupatia mimba. Kama sio mganga, basi mzimu wa mmeo ulikuachia mimba. Si ajabu ulikwenda wewe kufukua kaburi lake na kufanya naye ngono. Kwani unajali wewe basi? Wewe kama uliweza kunivulia mimi na kunitegea na wakati huo umemwacha mumeo kitandani anaumwa hoi, utashindwa kwenda kuitegea maiti? Msikilizaji, jamaa hakujali lolote lile ninalo lisikia wakati anavoropoko uchafu wake. Na asivu na aibu akanyanyuka na kwenda chumbani. Baada ya dakika 5 akatoka akiwa kavaa nguo zingine. Kilichofuatia aliondoka bila kuaga. Tayari nilikwisha fahamu kuwa Eddie ana mwanamke mpya. Mwezi sasa umepita na mambo yanazidi kuwa ya moto. Kuna siku alichelewa kurudi na kuna siku hakurudi kabisa. Na kuna siku zingine alilala nje hata siku 3. Akirudi hasemi alikuwa wapi na wala hana muda na mimi. Mimba ilikuwa kubwa lakini yeye hakuiona. Ataiona vipi mimba ambayo alidai ni ya mganga au marehemu mume wangu? Sikuwa na thamani tena. Niliugua peke yangu na kujitibu mwenyewe. Sikumshirikisha yeyote yule nyumbani au rafiki zangu. Naanzaje sasa wakati wote waliniasa sana nitulie baada ya kifo cha Rahim. Lakini nikajidai nunda. Hata 40 za mume wangu hazikuwa zimekamilika. Nikaanza kumuingiza Eddie kwangu. Majirani wenye macho makali hata usiku wa manane waliona matendo yangu. Licha mimi kuhisi nafanya gizani, waliona kabisa kwamba hata 40 hajafika. Nishaanza kukitembeza, nishaanza kuvusha watu. Wakanisemea kwa wazazi wangu. Mama alikuja juu kama moto wa kifuu, lakini nilimtuliza kwa maneno ya shombo. Kila aliyejaribu kunigusa kuhusu Eddie, yaani nilimwagia asilohitaji kumwagiwa. Kwa hiyo wakaniacha nifanye naloweza kufanya. Ndipo nikauza nyumba na mali zingine kisha nikaenda kuishi na Eddie. Haya, leo naanzaje kurudi kwao na kutapika shida zangu? Acha nivumilie tu. Maana mvumilivu hula mbivu. Uvumilivu huo ambao nilidhani utanilisha mbivu ulikuwa ni kupoteza muda. Hakuna mbivu wala mbichi. Mimi uvumilivu wangu niliambulia kula vilivyooza. Wakati mimba ikiwa na miezi 7, Eddie alianza kuhamisha vitu vya nyumbani taratibu tu. Hakuniambia lolote wakati anahamisha. Mwishowe ndani kukabakia kitanda tunacholalia, lakini vile vingine vya wageni aliviondoa. Ndani kukabaki na vitu vichache sana. Sasa sikia, hii nyumba bado mwezi mmoja kodi isho, umesikia? Kwa hiyo baada ya kodi kuisha, utaangalia unaweza kwenda wapi. Eddie alinipa taarifa baada ya kuhakikisha kamaliza kutoa kila kitu cha maana. Naona kwenda wapi? Mimi nahamia kwangu. Alinijibu kiufupi sana na kuanza kusogea karibu na mlango wa kutokea. Nikamwahi na kukaa mbele yake. Nikawa sasa nimeuziba mlango. Eddie, kwako ama kwetu? Kwetu? Na nani Farida? Aliuliza kusasa kachanua tabasamu lake ambalo hapo mwanzo alipolichanua nililiona kama almasi. Sasa hivi naliona kama kinyesi. Eddie, ile nyumba simejengwa kwa pesa zangu Eddie. Niliongea sauti ya juu lakini ilitoka kidogo sana kutokana na uhafifu wa mwili wangu na mimba niliobeba. Ndio ni kwa pesa zako, mimi sijakataa. Kwa nani amesema nyumba imejengwa kwa pesa za nani? Ni za kwako ndio, lakini jina la mmiliki wa nyumba ni nani? Jina la mmiliki si mimi. Na kila kitu kina jina langu. Hata hivi vitu vilivyobaki ni vyangu. Sema nimeamua tu kukupa. Sasa usinikasirishe, umesikia? Na hivi ninavyokuchukia, naomba usinikasirishe kabisa. Eddie, kwa nini mume wangu? Mume? Wewe mwacha ungese. Mmeo yupo kaburini, sio mimi. Umesikia? Mali zako uliuza mwenyewe. Sasa unaanza kungangania vya wengine ili iweje sasa? Wewe mwanamke vipi, mbona nasikuelewi? Eddie, umesahau kabisa niliyafanya yote kwa ajili yako. Umesahau niliyafanya na wewe nyuma. Kwa hiyo ndio nalipa, si ndio? Wewe mwanamke wewe, naomba nikome, umesikia? Yaani usinijue, umesikia? Usinijue na mimi nisikujue. Kiufupi tusijuane. Eddie akanivuta bega kwa nguvu na kunisukumia nyuma yake kisha akatoka chumbani. Bahati nzuri sikudondokea sakafuni, niliweza kujihimili mwili wangu na kujikuta na paramia kitanda. Eddie akaondoka nyumbani na huo ndio ukawa mwisho rasmi wa mimi na yeye.
Kweli baada ya mwezi mmoja kodi ikaisha bana. Wenye nyumba wakahitaji nyumba yao, na mimi sikuwa na pesa kuendelea kuishi pale. Pesa ambayo ilikuwepo kwenye hifadhi yangu ilikuwa ni kiasi kidogo ambacho kingesaidia mahitaji yangu baada ya kujifungua. Nilikubali kutoka bila shuruti. Vitu ambavyo aliniachia Edi pamoja na baadhi ya mavazi, mapambo, vitu vyangu kama cheni, hereni na bangile, ikabidi niwauzie wenye nyumba. Kwa mara ya kwanza nilionewa huruma, nikapewa pesa ambayo sikuitarajia kabisa. Kila nilichowauzia walikinunua kwa bei nilionunulia dukani. Walifanya hivyo kwa sababu niliamua kueleza yote yaliyonikuta kuanzia ndoa yangu hadi kurudiana na Edi. Na wao kumbe walikuwa wanaijua vyema hadithi yangu. Sana tu. Tayari Edi alishawaambia ili wanichukie kwa niliyoyafanya, lakini hawakufanya hivyo. Walipanga kama nitahadithia uongo wasinipe chochote kile, lakini baada ya kuonyesha kuwa najuta kwa maamuzi yangu ya nyuma, walinionea huruma. Wakarudisha moyo na kutokunihukumu. Mmoja wa wenye nyumba alinifumbua kile akasema kwamba hata yule paparazi uliyemwajiri anaijua hadithi yako yote, na picha ulizolipia zilikuwa ni mchongo wa Edi na paparazi tu. Ndipo nikakumbuka sasa. Ndio maana yule paparazi alionekana hajali kabisa na alitamka hadi jina langu. Wakaniambia kwamba ndio, kule kwa Edi kazi ilikuwa rahisi sana. Paparazi alipewa nafasi ya kumpiga picha Edi kila sehemu. Yaani Edi anamwambia njoo Mlimani City, basi paparazi anakwenda na mikamera yake anampiga picha. Baada ya kuelezwa hivyo, msikilizaji, nikasema kwamba atalipa tu siku moja yule mjinga. Niliapa kuwa nitalipiza kisasi. Niliondoka kwenye ile nyumba nikiwa sijui nitakwenda wapi. Hela zipo ndio, lakini nilipanga zinisaidie baada ya mimba na sio kabla. Hivyo niliamua kutafuta duka linalofanya miamala na kuzihifadhi kwenye kadi yangu ya simu. Wewe umefuata nini hapa? Ndilo lilikuwa swali la kwanza baada ya kufunguliwa mlango na Doreen. Shosti, naomba hifadhi yako. Nilionyesha uso wa huruma wakati namwambia hivyo. Wewe, nani Shosti kwanza? Shosti au muuaji? Mimi, niingize muuaji kwangu. Nyo, nina wazimu. Aliropoka bila kujali hali yangu kiafya. Hapana Doreen, naomba kulala usiku tu, afu kesho mimi nitatafuta kwingine. Ulale humu ndani humu. Na mimi ujaribu kuniwekea sumu ya panya? Haujui kama najua? Mpenzi wako zamani kaniambia yote uliomfanyia Rahim. Naomba unisamehe Doreen. Najuta yaani kushindwa kusikiliza. Naomba unisamehe mimi. Msikilizaji aliamua paka kupiga magoti na kumsihi. Wewe. Yaani hukuona la maana hadi ukaamua kumtelekeza mumeo kisa yule bwege. Ukamtusi mama yako na mimi bila haya. Afu leo unakuja kuniigizia kupiga magoti hapa. Wewe. Doreen, tafadhali please naomba. We. Hukunisomesha mawangu, umesikia? Kiingereza chako cha kuvuta bangi huko kwa Edi usiniletee hapa. Alibamiza mlango na kuniacha nikiwa nimepiga magoti nje. Sasa shida, raha, karaha na furaha zote tumeombiwa binadamu, msikilizaji. Ukiwa unaishi kwa raha na furaha, gundua wapo wanaoishi kwa shida na karaha. Na inawezekana na wewe siku moja ukapitia hayo. Na mimi nilipitia yote hayo. Baada ya kutoka kwa Doreen yapata saa 4 usiku, ndipo akili yangu ikashtuka kuwa natakiwa kutafuta sehemu ya kulala, lakini kwanza natakiwa kutafuta wakala nitoe fedha za kuweza kukulipia nyumba ya wageni, maana kwa wakati ule pesa niliyokuwa nayo haikutosha lolote lile, labda chakula kidogo tu na kupanda daladala. Nikaanza kutafuta duka la wakala ili niweze kutoa fedha, na wakati huo naburuza sanduku langu la nguo. Maduka mengi yalikuwa yamefungwa, hivyo ikawa ni ngumu kwangu kutoa fedha. Mwili ulichoka kwa sababu ya kutembea. Hali ikaanza kuwa ngumu kwangu, na wakati huo sasa yani usiku ulizidi kuwa mkubwa. Nikiwa natembea, simu yangu ikaita, na nilipoitoa niliona namba ngeni inapiga. Nikapokea na kuita taratibu, lakini upande wa pili ukakata simu. Sijakaa sawa, mara nikazungukwa na vijana watatu wakiwa na sura zenye uchu na matamanio. Akili yangu ikatambua kwamba hawa ni vibaka. Asa nguvu za kukimbia natoa wapi na mimba yangu? Nikiwa sina hili wala lile, mara simu yangu ikaita tena kwa namba ile ile, namba ngeni. Nikaogopa hata kuipokea. Nikabaki nitazama tu.
Hasa mmoja wale vibaka akasema kwamba leta hapa hiyo. Aliongea kwa jaziba huku sasa katanguliza mkono nimpe simu. Nikanyoosha na kumpatia simu huku sasa natetemeka kwa fujo. Simu ilikuwa bado inaita na yule kijana akaipokea. Sasa akasema kwamba unempigia kwa sasa hapatikani. Akaongeza na tusi la mama kisha akazima simu. Basi aliyechukua simu akasema kwamba haya tupatie kila kitu kabla hatujaanza kukusasambua wenyewe. Aliongea hivyo huku sasa wale wengine wakiwa wananitazama kwa makini, baadhi yao wakipiga ambao mikononi mwao. Nikamwambia kwamba sina kitu jamani, ni mimi tu. Wakasema na hilo begi lina nini? Nikamwambia ni nguo zangu tu jamani. Wakasema haya tupe hivyo hivyo tutaenda kuwapa madem zetu. Wakachukua sanduku langu na nguo, nikashindwa hata kujitetea. Wakaniambia vua hereni hizo cheni na hivyo vikuku vua. Nikafanya hivyo bila hata shida. Wakaniambia kwamba nashukuru Mungu una kimimba. Tungeenda kula mali hiyo. Yule jamaa aliongea. Mmoja alidakia akasema kwamba lakini mbona wewe analika tu mwamba? Huyu analika kabisa kwani haipiti. Nilianza kuangua kilio nikasema jamani na mimba miezi 8, naombeni msinibake. Nilianza kuangua kilio. Na mara moja akanichapa kofi la kisogoni, nikanyamaza. Sasa kuna kibaka mmoja alionekana kama kiongozi wao. Akasema kwamba wewe dogo, huo upiru wako huo utakuua. Achana naye bwana huyu. Hao wenye mimba watakupa gundu bure. Twende tukamuonge mwadawa viwalo hivi, tumle hadi asubuhi. Kwa hiyo kibaka alionekana kiongozi aliongea hivyo. Alishauri na hilo likawa aweni kwangu. Wakaniacha pale nikiwa natetemeka kila kiungo cha mwili. Nimenusurika kubakwa. Kinachofuata nitabakwa kweli nisipotulia sehemu moja. Kwa hiyo nilijiwazia hivyo na kisha nikaondoka kwa kujivuta nikaenda hadi kituo fulani hivi cha mafuta. Kwa kuwa sasa vituo vingi vya mafuta vinafanya kazi saa 24, nilijua naweza kupata msaada kirahisi huko. Nilikuta vijana wawili ndio wanatoa huduma, nikachagua mmoja wa kumweleza kila kitu kilichonikuta siku ile. Alionyesha kujali na kwa kuwa sasa alitakiwa kuondoka alfajiri ya siku inayofuata, alinionyesha sehemu ambayo naweza kulala hadi asubuhi na yeye akibeba jukumu la kunilinda. Nikaenda kwenye kona moja hivi iliyokuwa na maboksi yaliyotandazwa sakafuni. Nikalala hapo japo kulikuwa na kila aina ya wadudu wa hatari. Mchoko na uvivu vyote vikanikumba na kufanya nilale bila kutarajia. Alfajiri yule kijana aliyenipa hifadhi aliniamsha na kunitaka niwahi kuondoka kabla wamiliki wa kile kituo hawajafika. Alinisii sana niondoke nisije kusababisha akapoteza kibarua chake. Nikakubali kuondoka na alinikabidhi shilingi 5,000 kwa ajili ya kunisaidia mbele ya safari. Akili yangu ilikuwa inaniambia niende nyumbani kwa Eddie, nyumba ambayo na mimi jasho langu limedondoka. Hapakuwa mbali na pale nilipokuepo. Dereva wa pikipiki alihitaji malipo 3,000 kunifikisha. Jumba la Eddie lilivutia kuliko mara ya mwisho nilipotembelea. Liliwekwa uzio mpana na juu yake kulikuwa na nyaya za umeme ambazo zilikuwa kwa ajili ya kuzuia wezi. Rangi mwanana niliyomshauri mimi aipake. Ilikuwa imeipendezesha sana hiyo nyumba. Nilishuka kwenye pikipiki na kumlipa dereva. Nikasogea kwenye geti, nikaona kengele na mimi nikaminya mara moja kisha nikasubiri majibu. Kimya cha dakika moja kinanifanya niminye tena kengele. Ilikuwa ni asubuhi sana hivyo nilikuwa na uhakika wa uwepo wa Eddie. Naam, milango ya chuma ilifunguliwa na mimi nilisikia. Kisha vikaanza vishindo kuja getini na hatimaye geti likafunguliwa. Akatoka mwanadada ambaye sura yake naijua vizuri sana. Ni yule ambaye Eddie alikuwa anatanua naye sehemu mbalimbali. Yule mdada kwa nyodo sana akaniuliza shida yako? Samani, nimemkuta Eddie. Hawezi tu kuniambia mimi shida yako. Alionekana ananijua na mimi nikatumia mwanya huo. Mimi ndio mama mwenye nyumba hii. Makubwa. Yaani ulivyopauka hivyo kama muhogo uliotoka kwenye majivu, uwe mama mwenye nyumba? Namfahamu Eddie kabla yako. Hata Baraka alikujua kabla ya Eddie, lakini mwishowe ukaolewa na Rahim. Kwa hiyo kumjua mtu kabla sijia fulani hakumaanishi kuwa wewe ndio mmiliki. Wewe sema shida yako ni kusaidia kama mwanamke mwenzangu kuliko kujidai mjuaji. Nimeibiwa simu, nguo, vitambulisho na kila kitu, naomba nisaidie.
msikilizaji, nilichoona niongee tu, maana ningejaribu kushindana kwa maneno nisingeambulia chochote. Hao ndio msingi sasa ya kuongea. Haya, subiri nakuja. Aliongea na kuingia ndani. Aliporudi alikuwa na kiasi fulani cha pesa mkononi. Chukua hizi, ni 100,000. Karudisha vitu ulivyopoteza. Hapo sirudi tena, maana Eddie hakujui wewe wala hicho kitumbo chako hicho. Ananijua mimi na hiki hapa. Aliongea huku akishika kitumbo chake. Tayari kapakia mzigo ndani. Una miezi 6 bibie. Nikabaki kimya tu. Niongee nini sasa? Nikapokea pesa na kupotea eneo lile. Break ya kwanza ni sokoni wanapouza nguo. Nikanunua nguo chache za kunistiri wakati nazifua nilizovaa. Kisha nikatafuta sehemu ya kulala wageni ili nipumzike, maana nilikuwa nimechoka mno. Nilijihisi hovyo na nilihofia sana mtoto aliye tumboni. Miezi 8 na kuhangaika huku na huko, wala hakuendani. Angekuwa mwingine angedondoka njiani. Baada ya kulipia chumba, nikaingia bafuni na kuoga, kisha nikafua nguo nilizokuwa nimezivua. Nikaanika dirishani. Nilipojitupa kitandani, nilikuja kushtuka saa 1 jioni. Njaa isiyosemekana ilikuwa inanisakama. Nikatoka na kwenda kununua chakula cha kawaida tu, chips na samaki wa kukaanga. Nilikula na kushushia na soda, akili kidogo ikawa imetulia. Hata maamuzi nilipanga kuyafanya nikiwa hivyo ili baadaye yasinigharimu. Nikapanga mipango yangu yote mipango yangu yote ya kesho, na niliamua na kudhamiria kuitafuta amani kabla mambo hayajaendelea kuwa mabaya zaidi. Saa 3 usingizi ukanibeba tena. Nikaja kuamka saa 1 asubuhi. Nikaingia bafuni na kuoga vyema na nikajipaka na mafuta ambayo nilinunua jana. Kisha nikaanua nguo nilizokuwa nimeanika dirishani. Zilikuwa tayari kuvaliwa. Nikazivaa na kuondoka eneo lile. Safari yangu ilishia kwenye nyumba ya wakwe zangu. Yes, nilikwenda kwa baba na mama wa mume wangu. Nilihitaji msamaha wao kuliko jambo lolote lile. Tayari akili yangu ilifunguka na niliona wapi nilikosea. Nilihitaji sana msamaha wao kuliko jambo lolote lile. Nashukuru walinipokea, japo si kama kipindi cha zamani, kipindi mtoto wao alipokuwa hai. Walinialika kupata kifungua kinywa kabla ya kuanza mazungumzo. Sisi tumefanya yote bila kinyongo na wewe. Si kwa sababu kwamba tunafurahia sana uliyofanya kwa mtoto wetu, hapana. Ila tumefanya tu haya kwa sababu dini yetu hairuhusu kumtenda sivyo mwanadamu aliyetukosea. Aliongea babake Rahim, na mimi nilinamisha uso wangu chini tu. Na pia ni Rahim ndiye aliyehitaji tusikutendee baya licha ya ubaya wako uliomtenda. Yaani na mimi ngoja tu nimwambie hapo jambo moja. Kama sio Rahim, mimi nisingekupokea hata kama dini yangu hairuhusu kulipiza. Huyo alikuwa ni mama yake Rahim, na wakati huo dada na kaka zake wengine walikuwa wananitazama huku wanawasikiliza wazazi wao. Mama, niliongea kusasa na shuka chini na kupiga magoti. Najua sistahili msamaha wenu, na wala sistahili kuwa hapa. Lakini nahitaji zaidi mnisamehe kwa moyo wenu na si kwa msukumo wa mume wangu. Yeye nilimkosea na alikuwa tayari kunisamehe muda wote. Na najua kanisamehe, lakini kwa sasa nahitaji msamaha wenu. Mkinisamehe nyie, mimi nitakuwa huru kabisa. Baada ya kuongea hivyo, dada yake Rahimu akasema kwamba hivi, unajua hata kilichomuua huyo unayemuita mume wako? Na umejuaje kama akakusamehe? Na najua tu huwezi kujua. Kakaangu nimemzika kwa sababu ya msongo wa mawazo ambao wewe ulimrunikia. Na hata usingekuwa msongo wa mawazo, bado ungemuua kwa sumu au kwa waganga. Hadithi zako zote zipo hapa, yani zote zipo hapa kiganjani zote. Alijazia tena dada yake huku akigonga kiganja chake cha mkono. Naomba unisamehe wifi. Nimekosea mimi. Nilimsiku sasa nimefumbata viganja vya mikono kama Wakristo wakiwa wanasali. Akanijibu ya kwamba mimi sio wifi yako tena. Ashura, hayo sio maneno mwanangu. Kama mume wake alishatoa usia kuwa tusimhukumu, wewe ni nani wa kumwambia haya? Baba, kaka Rahimu alisema kabisa, alishasema yako kabisa, na mimi nasema ya kwangu. Kila mtu itifaki yake zingatiwe. Binti, mimi dini yangu
inanifunza niheshimu sana anayerudi na kujutia kosa lake. Mimi sina kinyongo na wewe, lakini hapa kwangu usifike tena. Yani wewe ishi kama vile tu hujawahi kupaona. Kwa hiyo huo ndio msamaha wangu kwako. Aliongea yule mzee na kusimama na kuondoka. Naye mama mtu akasema ya kwamba mimi pia nasimama na mume wangu. Kwa heri Farida. Naye akafanya hivyo. Na waliofuata waliondoka bila kunena jambo. Nikabaki mimi sebuleni nikiwa nimepiga magoti. Nilinyanyuka kinyonge tu na tumbo langu, nikajikongoja hadi mlangoni, nikafungua mlango na kutoka nje ya nyumba huku nafuta machozi. Nilitembea taratibu kulifuata geti la kuingilia ndani ya uzio wa nyumba. Nilifika na kulifungua, na hapo nilikumbwa na mshtuko wa haja baada ya kukutana na mama yangu akiwa mnyonge sana. Macho alikuwa ni mekundu na uso ulimshuka, akiwa kaegamia mlango wa gari. Nilishindwa kujua ni nini kilichomleta pale. Na hata jana yake nilipopanga safari zangu, yeye sikumweka kwenye watu ambao nitawatembelea. Nilimwogopa kuliko mtu yoyote yule. Maneno niliyomwambia mara ya mwisho yalinifanya nigwaye kabisa. Mwanangu. Aliongea kwa shauku na kunifuata pale getini nilipokuwa nimesimama. Akanikumbatia kwa nguvu na bila kutegemea niliangua kilio kikali sana. Nilimwambia mama, naomba unisamehe. Sikujua nilipoingia, naomba unisamehe sana mamangu. Nilia kwa sauti huku na mimi nimemkumbatia. Mama akawa tu ni mtu wa kunipiga mgongoni ili ninyamaze. Na mimi nikaendelea kumsihi mama anisamehe, nimekosa. Niliendelea kulia kwa uchungu sana. Mama akasema, nyamaza Nyakungu, nyamaza mama. Msikilizaji, Nyakungu ni jina la bibi yangu. Yaani mama mzazi wa mama yangu. Baada ya kuzaliwa bibi yangu ni alifariki. Kwa hiyo nikarithishwa hilo jina. Mama alilitumia mara chache sana. Niliendelea kulia nikasema, nisamehe mama. Mama akasema, nyamaza, twende nyumbani kwanza. Aliongea na kuniachia, akarudi kwenye gari lake na kuniita niende. Nilishindwa kwenda. Nikabaki nimesimama tu na yakumbuka maneno niliyomwambia siku alipokuja kunikanya juu ya tabia zangu. Maneno nilimwambia kwamba mama, hii ni nyumba yangu na wewe una nyumba yako. Kama utaki niwe mwanao sawa tu, na mimi sitaki niwe mwanao, na kwako sitakuja ngo. Kwako nitaletwa labda nikiwa maiti, lakini si mzima mwenye akili zangu. Msikilizaji, hao ndo maneno niliyomwambia, na hayo maneno alipita kichwani kama sinema. Ndio yalionifanya nisite kwenda kwenye gari la mama. Naanzaje sasa? Mtu umemwambia unarudi, yani kama ukirudi kwake labda sio mtu mzima mwenye akili, labda ni maiti. Mimi naanzaje kwenda pale sasa? Tayari mimi kwani nilikuwa maiti tayari? Hamna, bado mimi ni mzima. Basi mama aliniita akaita Nyakungu. Aliniita na mimi nikamtazama tu. Wewe ni mwanangu. Wewe ni mama yangu. Na kuhitaji twende nyumbani kama mama yangu. Na sio kama mwanangu. Futa yale yote uliyoyaongea. Njoo kwenye gari mwanangu. Msikilizaji, hakika nawaambieni uchungu wa mwana au juai ni mzazi pekee. Na mtoto akinyia mkono wa mzazi huosha na si kukata. Huyu ni mzazi wangu bwana. Ni mama yangu. Aliyajua machungu yangu, hakupenda kusikia baya juu yangu, na ndio maana alinisihi sana niondoke naye. Nilisogea kwenye gari lake na kupanda. Alinitazama usoni kwa muda na tabasamu la faraja. Akasema, umefanana sana na mama. Yaani nilipopigiwa simu ile jana na yule rafiki yako, akaniambia akakufukuza. Nilipagawa sana unajua. Nilikupigia simu lakini hata walipokea sijivi baka. Halafu simu ikakatika. Sasa nikahisi tayari labda nimekupoteza mwanangu. Nililia sana huku nikiamini kuwa utarudi nyumbani kama maiti. Sikuhitaji hiyo ndoto itimie. Mama aliniambia akiwa na uchungu sana moyoni maskini. Japo alihadithia kana kwamba hana uchungu. Leo nimepigiwa simu na hawa wako zetu. Nikaambiwa upo hapa. Imenibidi niache hata vikao vya chama ili nije kukuona mwanangu. Unaendeleaje? Umekula kweli? Naomba nisamehe mama. Mama, nimekosea. Niliongea na yeye, alikiri kuwa amenisamehe. Tuliondoa gari hadi nyumbani. Aliniandalia vyema chakula na mimi nikala nikiwa na wadogo zangu wengine. Yeye alikwenda kazini na sisi tukawa tumebaki nyumbani. Sasa mwezi mmoja baadaye nilijifungua mtoto wa kiume, na kwa ajili ya masahibu yalionikuta nilimpa jina la Rahim kwa ajili ya kumwenzi mume wangu Rahim aliyenipenda kuliko chochote kile.
Pesa nilizohifadhi nilizitoa na niliziwekeza kwenye malezi ya mwanangu. Mambo yalikwenda vizuri kabisa kwangu. Na baada ya akili kutulia kabisa, ndipo nilikumbuka kuwa ile nyumba aliyojenga Edi kwa kutumia pesa zangu. Kile kiwanja nilinunua mimi na hati yake ilikuwa na jina langu. Nikaomba mama nisaidie wanasheria kadhaa ambao watanitetea. Kesi ikafika mahakamani, mahakama ikaamuru aidha ile nyumba ya Edi itolewe lile eneo au aongee na mimi ili akinunue kiwanja. Akakubali kukinunua. Sasa wakati huo mimi nishapiga mahesabu, yani mahesabu yangu yote tu, mahesabu ya maana. Alipouliza bei ya kiwanja, nilimtajia gharama ambazo zilitosha kujenga nyumba nyingine kama ile. Akasema ya kwamba sasa si bora tu nikuuzie ile nyumba. Aliongea baada ya kumpa gharama za kiwanja changu. Nikamwambia kwamba sihitaji nyumba yako, isije kuwa na majini bure. Akacheka akasema, hii sasa ni kisasi na si halali. Nikamwambia utaki kununua ama? Kama utaki kununua, bomoa nyumba yako, nipe kiwanja changu. Baada ya maneno hayo, nikasimama na kuondoka. Sasa wiki moja mbele, kwa msukumo wa mpenzi wake, akauza maduka yake makubwa mawili pamoja na baadhi ya mali zinazohamishika. Akaja kunilipa pesa za kiwanja. Nilifurahi kuona ndoto zangu za kulipa kisasi japo nusu zimekamilika. Mwezi haukuisha, Edi alinipigia simu na kuniambia yule mwanamke kamdhulumu nyumba na pia akamwambia ile mimba sio yake. Edi kafukuzwa kwenye nyumba yake na hana pa kwenda. La kumsaidia nilimtumia 100,000 tunakumwambia narudisha wema ambao alinifanyia mke wake. Na cha kuongeza nikamwambia asijaribu tena kunitafuta, kwani kwa sasa nina maisha yangu yanaendelea vizuri. Msikilizaji, huenda mpaka hapa uko umeshajua kwa nini wanaume wanachukia sana wakija kufahamu mwanamke ana saliti. Usije ukaanza kusema kwamba mbona wao wanafanya sisi wanatukataza. Hapana, inajulikana kabisa. Mwanaume anaweza akati na wanawake huko wengine na hata kuchitu kute sababu ni wewe. Anaweza kana wanawake wengine huko lakini bado wewe akakupenda kama mke wake. Na unafahamu kabisa wasichana wenzio walivyo na tamaa huko nje. Yaani wao hata kama wakijua mume huyu mwanaume ni mume wa mtu, wao hawana shida. Wanamtunuku tu. Tena wanatamani kubanana hapo hapo ambapo wewe upo kama mke. Unafahamu kabisa hivyo. Lakini kwa mwanamke anapocheat, yeye hachiti kwa tamaa. Mwanamke anachiti kwa mapenzi na hisia na kila kitu. Sasa hicho kitu sio kizuri. Okay? Yes. Kama kuna changamoto imetokea, mnazungumza pamoja. Na chunga sana mawasiliano kati yako wewe na ex. Ya nini wakati tayari una mume wako? Lazima tutakukumbusha baadhi ya vitu ambavyo vitakupeleka kwenye ushawishi. Na mwisho siku unavunja hata hicho ulichokipata kwa dua. Mimi mpaka hapo sina la ziada msikilizaji. Mtunzi wa hii simulizi ni Juma Hiza na tumeishia hapa sote. Niliyekusimulia hii simulizi ni mimi Lucas Lumbas. Asante sana kwa muda wako. Nimwombe tu Mwenyezi Mungu atukutanishe kwenye simulizi mpya nyingine hapa Lumbas Simulizi. God with you till we meet again. Bye bye.